Father, we thank you. Lift up your voice. Inua mikono yako. We give you the glory, Jesus. Utukufu tunakupa utukufu Yesu. Can you lift up your voice and appreciate him? Unaweza kuinua sauti yako ukamshukuru tena. Give him the honor. Tunakupa heshima. Father, we celebrate your holy name. Baba, tunalisherehekea jina lako takatifu. Father, we honor you. Baba, tunakuheshimu. Father, we reference you. Baba, tunatetemeka mbele zako. Thank you for bringing us into your presence. Asante kwa kutuleta mbele ya uwepo wako. Lord, thank you. Asante for all you have done. Kwa yote ambayo umetutendea. For us in the course of the week. Katikati ya wiki. Hallelujah to your name. Hallelujah kwa jina lako. We give you the glory. Tunakupa wewe utukufu. We give you the honor. Tunakupa heshima. We give you the adoration. Tunakupa adama. We celebrate your holy name. Tunalisherehekea jina lako takatifu. Hallelujah to your name. Hallelujah kwa jina lako. Thank you for the first service. Asante kwa ibada ya kwanza. Thank you for what you will do in this service. Asante kwa kile utakachofanya kwenye ibada hii. Lift up your voice and worship him. Tunakuabudu, muinue mikono, inua mikono yako mwabudu Mungu. Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Be thankful unto him and bless your holy name. Tulibariki jina lako. Oh Lord, we worship you. Baba, tunakuabudu. Oh, in the lemoshia kabando brekatelia. Ayoliando keto brelisholia baba. Lebrande ketoloboshia laba. Oh, Yakobe leketende kutia. Brandushia kababa. We give you the glory. Tunakupa utukufu in this second service this morning. Katika ibada ya pili. Hallelujah. Hallelujah. Oh, makaboshia baba. Take all the glory. Chukua utukufu wote. Wewe Mungu wetu, Mungu unayeweza. Choir, join me and sing. Choir, tuimbe. Mungu wetu, Mungu unayeweza. Imba wewe, Mungu wetu. Hallelujah. Unayeweza. Oh wewe, ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Imba
Ayalaba katoshi alaba. Ebali andalaba. Ask him to visit you in this service Muombe today. Mungu akutembelee katika ibada hii. Oh, makatonde kiato bwelisha laba. Ekita katalabu ashilia balaba. Aboli labo labakate sholiba. Eliaka baba shulianda kabolianda labakatushiaba. Elebo likato balindo lando breketolobo. Elibando bakate shilaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. We stand by the word of God Tunasimamia neno la Mungu in Exodus chapter 14 verse 14. kutoka 14 mstari wa On 14. this covenant day of vengeance, Katika siku hii ya kiagano ya kisasi, he said, the Nasema, Lord shall fight for you. Bwana atawapigania ninyi. That is what will happen today. Ndicho kitakachotokea leo. Psalm 35. Zaburi 35. Say, plead my cause, O Lord, Teta nao Bwana, to them that strive with me. wanaoteta nami. Psalm 35 verse 1. Zaburi 35 mstari wa Fight kwanza. against them Pigana nao that fight against me. wanaopigana kinyume nami. That is our stand today. Huo ndo msimamo wetu leo. Somebody say louder amen. Sema amina kubwa. Somebody say louder Sema amen. amina kubwa. God shall fight every Satan Bwana atapigana na and kila his shetani agent na adui standing against you and your glorious destiny anayesimama today. kinyume nawe na kuinuliwa I'm kwako not leo. hearing a louder amen. Sema amina kubwa. Tell God, fight for me today. Mwambie Mungu nipiganie There's a leo. good vengeance Fanya in the camp kisasi of my enemies kwenye in this kambi ya maadui service. zangu leo. Lift up your voice and pray. Inua sauti yako na Lord, uombe. fight for me. Nipiganie It's Bwana. a good vengeance. Tenda It's kisasi. a good vengeance. Tenda Oh, kisasi the camp of my enemies katika today. kambi ya maadui zangu leo. Fight for me. In the name of Jesus Christ. Fight against them. Pigana That kinyume nao fight against me. wanaopigana nami. Oh, yaketushiakaba. Oloboshiak alaba. Brashiakabala brakatekoto. Olindo brekete. Lord, is a good vengeance today. Bwana tenda na kisasi leo. Oh, yekiatalaba. Fanya kisasi. Obrekete shialabalaba. Obrekete ketolobo shialabalaba. Eliakate kiatalabalabo shialaba. Ayala balabo shialabalaba. Eliakababa. Is somebody praying? Kuna mtu anaomba. Lakiata. The service of vengeance is a service of warfare. You must invoke vengeance before it will happen. Leo lazima Lord, upige kisasi. fight against them that fight against me. Oh, Yekita Baba. Alaba Sholobo Liabalabo Alaboshi Alabalabalaba. Alaba Sholobo Kiata Kaboshi Alabalaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. God shall fight for you today. Bwana atakupigania leo. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Clap your hand for Jesus and have your seat. Pigie Bwana Yesu makofi na uketi. You are welcome to this second service Unakaribishwa katika ibada hii ya pili. of our covenant day of vengeance Siku yetu ya kiagano ya kisasi. and the anointing. Na ni ibada ya mafuta matakatifu. The anointing of vengeance shall be blessed Mafuta ya kisasi yatabarikiwa and it shall perform na yatatenda whatever ever we send that anointing today. kile ambacho tutakituma ikafanya leo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Understand that in the school of vengeance, you have to declare it Elewa katika shule ya kisasi lazima utamke hicho for you kisasi to see it happen. ili Mungu atende. Because I want to prepare your mind now Nataka niandae akili yako sasa. that if you keep quiet, the devil will continue. Ukikaa kimya shetani ataendelea. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Mhubiri 8:11 Because kwa sababu sentence against evil work hukumu juu ya tendo baya is not executed speedily. haitekelezwi upesi. Therefore, the heart of the sons of men Hivyo mioyo ya wanadamu is fully set to do more evil. huthibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. If you don't execute vengeance, Usipotenda kisasi, if you don't invoke it, usipokiitia it kisasi, cannot be executed. usipotenda And if it kisasi, is not executed, na kama hakitotendwa, the evil work of the wicked will continue. kazi mbaya ya mwovu itaendelea.
Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. In the first service I read Proverbs 28 verse 28. Kwenye ile ibada ya kwanza nilisema Mithali 28 mstari Why you must 28. invoke vengeance. Kwa nini lazima He ukitumie said, kisasi? when the wicked rise, Mwovu anapoinuka, men hide themselves. watu hujificha. That spiritual meaning, hiding themselves, is Watu not running hujificha. away. Maana yake kukimbia. Men can't raise their head up financially. They can't raise their head up maritally. Hawawezi kuinua vichwa vyao Because kifedha, They kindoa. allow the wicked to rise. Kwa nini? Kwa sababu wamemruhusu mwovu Because ainuke. Christians kept quiet and the wicked is having a feed day. Wakristo wakinyamaza, waovu wanaendelea kufurahi. When wicked men rise, Watu waovu wainukapo, wasiokuwa na haki, nothing happens progressively in the life of people. hakuna kinachotokea cha kuleta maendeleo katika maisha ya watu, But when they perish, bali wakiangamia, when they perish, bali waangamiapo, and today they shall perish. na leo waovu wataangamia. Somebody shout a vengeance, Sema amina amen. ya kisasi. When they perish, Wanapoangamia, the righteous increase. wenye haki huongezeka. The righteous increase. Wenye haki huongezeka. Increase in financial standing. Wanaongezeka kifedha, Increase in every aspect of life. wanaongezeka kila eneo la maisha yao. Until God dealt with Pharaoh, Mungu mpaka alipomshughulikia Farao, there was until God dealt with Pharaoh, the captivity of Israel mpaka Mungu alipomshughulikia Farao, ule uteka wa Israeli ungeendelea. destroying the Pharaoh and the gods of Egypt. Alimharibu Farao na miungu ya Misri, Gave liberty to the Israelites. na hiyo ilipelekea uhuru kwa wana wa Israeli. That is why it is important Ndio maana ni muhimu to understand this service we are in today. kuelewa hii ibada tuliyokuwepo leo, And take responsibility na uchukue wajibu to invoke vengeance. wa kukiitia kisasi. In Acts chapter 13 verse 8, Matendo 13:8, a man, a child of the devil, mtu ambaye ni mtoto wa shetani called Elymas. aitwaye Elymas. 13 verse 8. That's what I call. Matendo ya Mitume Called 13:8, Elymas. anaitwa Elymas. Apostle Paul was preaching to a man that hold a position they call deputy. Mtume Paulo alikuwa anamhubiria kijana mmoja ambaye alikuwa na nafasi ya uongozi serikalini, But Elymas stood. lakini Elymas There alisimama. are a lot of Elymas in your destiny Kuna maelima wengi kwenye that hatima is yako standing against the things coming to you. ambao wanasimama kinyume na mambo yanayokujia. This Elymas stood to turn the deputy away from the Huyu faith. Elima alisimama There were a lot of kumzuia Elymas yule against liwali the church of asipokee God. imani. And Paul, filled with the Holy Ghost, Na Paulo akiwa amejaa Roho Mtakatifu, he didn't keep quiet to complain. hakunyamaza na kunungunika. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. He pointed to him Alimnyosha kidole, and said, full of all certainty, akamwambia wewe ulejaa uovu, all mischief, mwana wa uovu, thou child of the devil, mwana wa ibilisi, thou enemy of all righteousness, adui wa haki yote, will thou not cease to pervert the right ways of the huachi Lord? kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Behold, Tazama, the vengeance hand of God mkono wa kisasi wa Bwana is upon thee, uko juu yako, and you shall be blind. nao utakuwa kipofu. Elymas was blind. Elima akawa kipofu. What if Apostle Paul kept quiet? Ingekuwaje kama mtume Paulo angenyamaza? Elymas could have succeeded Labda Elima angefanikiwa in turning away kubadili moyo the deputy from faith. wa yule liwali The asipokee imani. church have kept quiet for long. The church have kept quiet for long. Kanisa limekaa kimya kwa muda mrefu, And the devil is having a feast there. na shetani anafanya sherehe. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. The Bible says in Luke chapter 21 verse 15, Luka that 21:15, God have given you a mouth nimekupa kinywa and a way and put something to say. That na is nimeweka ndani ya hicho kinywa kitu cha kusema which none ambacho hakuna all your maadui adversaries yako wala wakupingao shall not be able to gainsay. wanaweza kuzuia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You are not saying anything. Hausemi kitu, That is why the devil is having a feast ndio day. maana shetani anafanya sherehe kwenye maisha yako. I'm going to give you opportunity to invoke vengeance. at the Nataka end of nikupe this. fursa ya kuita kisasi. As we talk about faith, faith is a talker. Tunapoongelea imani, imani inatamka. Faith does not keep quiet. You can't have it and shut up. Imani No. haikae kimya. Huwezi kuwa na imani afu ukakaa kimya. Faith declares it. Imani inatamka. The Bible says in Mark chapter 11 verse 23, Marko 11:23, if you will say to this mountain, ukiuambia mlima huu be thou removed and be thou cast away, ng'oka ukatupe and baharini, shall not that in your na heart, usione shaka moyoni mwako, but you shall believe that those things you bali say uamini yote uyasemayo shall come to pass. kwamba yatakuwa, You shall have whatever you basi say. utapata yote uyasemayo. Jesus in verse 11 or thereabouts saw a fig tree. Yesu aliuona mtini,
he caused the fig tree, akaulaani ule mtini, and the fig tree withered away. ule mtini ukanyauka. And at the next day, the disciples say, Siku iliyofuata wanafunzi wake wakaona, Master, wakamwambia, Bwana, the fig tree mtini which thou caused ulioulaani is withered away. umenyauka. Verse 22. Mstari wa 22. Jesus said to them, Yesu akawaambia, have faith in God. mwaminini Mungu. In other words, have God kind of faith. Kwa maana mengine, muwe na imani kama ya The Mungu, faith that believes it and speaks it. imani inayoamini na kutamka. We are looking at engaging the power of faith Tunatazama kutumia nguvu ya imani for fulfillment of ili prophecies. kutimia kwa unabii. Part 3B. Sehemu ya 3B. And connecting this word faith today to your vengeance. Naunganisha neno hili la imani na You kisasi. can't have faith and keep quiet. Hauwezi kuwa na imani afu kaa kimya. Don't allow the devil to feast on you. Usimruhusu shetani afanye karamu kwenye maisha Maybe yako. there is a weapon in your mouth. Kinywa ni silaha. Ephesians chapter 6 verse 16. Efeso It 6:16. says, above all, Zaidi ya yote, take the shield of twaeni faith, ngao ya imani, wherewith ili kwa hiyo you shall be able taweza to quench Kuzima all the fiery darts of mishale the yote wicked. ya moto ya ule From mwovu. this creature, Kupitia ile andiko we define faith as a spiritual explosive tunagundua imani ni kama bomu la that kiroho devastates the devil ambalo linasambaratisha kabisa and shetani establish the dominion of the na saints. kuthibitisha umiliki wa When you watakatifu. release faith to the mouth, Unapoiachilia imani kupitia it kinywa, is an explosive you are ni releasing, bomu unaliachilia and vengeance answers. na kisasi kinajibu pale. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Vengeance have to answer Kisasi inabidi kijibu for the prophetic word kupitia neno la kinabii of turnaround to be fulfilled in your la life. mgeuko ili litimie. Remember 1 Corinthians 16 verse 9. Wakorintho wa kwanza 16:9. The Bible says, Biblia inasema, a very great and effectual door mlango mkubwa na ufao sana is open unto me, nimefunguliwa mimi, and there are many lakini adversaries. wako wengi There wanipingao. are many Wako adversaries. wengi wanipingao. If vengeance didn't answer the adversaries, Kama kisasi kisipojibu kwa wapingao, they will stop it. watatuzuia. Luke 21 verse 22. Luka 21:22. Luke 21 verse 22. Luka 21:22. Say, this be Hili the days of ni vengeance, siku ya kisasi, that all things mambo yote which are written, yaliyoandikwa ili which yatimie, have been spoken concerning you, yaliyonenwa kuhusiana na wewe may be fulfilled. ili yaweze If kutimia. vengeance didn't answer, Kisasi the kisipojibu, devil can stop it. The devil can stop it. shetani hawezi kuzuia. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Because it is your number one adversary. Shetani ndio adui wako namba moja. In 1 Peter chapter 5 verse 8. Petro wa kwanza 5:8. Be sober. Wewe ni macho Be vigilant. na kukesha, Because your adversary, kwa the sababu devil, mshtaki wenu shetani as a roaring lion, kama simba ungurumaye, roaring about, akizunguka huku na huku, walking about, akizunguka huku na huku, seeking who he may devour. akitafuta nani ammeze. And verse 9 say, Mstari wa 9 inasema, it takes faith. He say, you inahitajika resist, imani. stay Asa, fast in the faith. pingeni mkiwa imara katika imani. The devil knows the power of faith. Shetani anajua nguvu ya imani. That is why majority of the attack you face is attack on your faith. Ndio maana mashambulizi mengi ya shetani yanailenga imani yako. He knows that faith failure is likened to a heart failure. Anajua kushindwa kwa imani yako ni sana That kushindwa kwa moyo no wako. Christian can be victorious in life Hakuna Mkristo anaweza kuwa mshindi kwenye maisha without faith. pasipo imani. 1 John 5 verse 4 Waraka wa says, kwanza Yohana 5:4 whatsoever that inasema, is born of kila God aliyezaliwa na Mungu overcometh the world. ushinda ulimwengu. And this is the victory Na huu ndio that ushindi overcometh the ushindako world. ulimwengu. Even our faith. Hiyo imani yetu. The greatest attack of your life Shambulizi kubwa la is maisha yako attack on your faith. linalenga imani yako, Because the devil is aware kwa sababu shetani anajua that your faith is a spiritual kwamba explosive. imani yako ni bomu la That if you kiroho can engage your faith, ambalo kama ukitumia imani you yako are engaging God. And unamhusisha God Mungu, cannot lose any na battle. Mungu hawezi kushindwa vita yote. God is a God of faith, and faith is Mungu ni power. Mungu wa imani. Without it, Pasipo imani it is impossible to please God. haiwezekani kumpendeza Mungu. That word please God can be translated to move God. Kule kumpendeza Mungu manake ni It is kumfanya Mungu impossible atende. to move God. Haiwezekani kumfanya Mungu He atende. that cometh to him Yule amwendaye Mungu must believe. lazima aamini. The devil knows Shetani anajua that it is to you according to your kwamba faith. unapokea kulingana na imani yako, That there is nothing you desire in this kingdom na hakuna kitu natamani katika ufalme huu
that faith will not deliver to ambacho you. imani hawezi kukupatia. That is why he's interested in your faith. Ndio maana shetani anawinda imani yako. Jesus told Peter, Yesu alimwambia Petro, say, Simon, Simon, Simon Petro, the devil have desired shetani amekusudia to have you. kuwapepeta. He went to sweet you as sweet. Anataka wapepete kama ngano. But I have prayed for you Lakini mimi nimekuombea that your faith faileth ili not. imani yako In isitindike, other words, isishindwe. his target is in your faith. Kwa maana mengine shetani analenga But imani I yako. have stand for you in prayer Lakini nimekuombea kwenye maombi that your faith will not fail. imani yako isishindwe. People of God, what am I saying this Watu wa morning? Mungu wanachosema nini asubuhi ya leo? Faith is important Imani ni ya muhimu to execute vengeance upon your enemy. ili kutenda kisasi Faith dhidi ya is maadui important. zako. Imani ni ya muhimu To secure fulfillment of prophecy. ili uweze kupokea utimilifu wa unabii. And one thing you must know about prophecy, Kitu kimoja unachopaswa kujua kuhusiana na unabii, prophecies are so powerful kwamba nabii zina nguvu, because God speaks kwa sababu Mungu hunena according to his omnipotent power, sawa sana ule uwezo wake wote. the almighty power. Mungu na zile nguvu zake Prophecies zote. are powerful because God speaks according to his creative wisdom. Nabii zina nguvu kwa sababu Mungu anazungumza kulingana na uwezo wake. Because anything God says, Kila anachokisema Mungu he creates. anakiumba. That is how powerful prophecy is. Ndio namna ilivyo, nabii zina nguvu. But all it takes Lakini kinachohitajika to see that happen ili kuona ikitimia is your faith. ni imani yako. Luke 1 verse 45. Luka 1:45. Blessed is she that believe, Heri yule aaminie, and there shall be a performance. maana yatatimizwa A kwake. platform for God to perform what he has said. Jukwaa la is Mungu faith. kutimiza alichokisema ni The imani. platform Jukwaa is faith. la Mungu faith. kutimiza alichokisema ni It imani. takes faith Inahitajika imani to draw his hand. ili kuvuta mkono wake. First King chapter 8 verse 15. Wafalme wa kwanza The 8:15. Bible says, Biblia inasema, blessed be the Lord God of Israel, ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, which spake with his mouth aliyenena kwa kinywa chake unto David my father, kwa Daudi baba yangu, and had with his hand na kwa mkono wake fulfill it. ametimiza. Prophecies are not fulfilled with the energy of flesh. Nabii haziwezi kutimizwa kwa nguvu za mwili, Because most of the things God says kwa sababu mambo mengi ambayo Mungu anayasema is beyond our capacity as human ni beings. makubwa, hatuna uwezo wa kuyatenda, We can't do it. hatuwezi kuyatenda sisi, But only God. lakini that ni said he Mungu can do it. pekee anaweza kuyatenda. It takes his hand Inahitajika mkono to wake fulfill what his mouth has declared. kutimiza kile ambacho kinywa chake And kimesema. Isaiah 53 verse 1 says, Isaya 50 Isaiah 53 verse 1 says, 53 mstari wa kwanza. who have believed the prophetic Nani word? ameamini Paraphrase. habari yetu? To whom is the arm of the Lord revealed? Mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Have believed the word. Nani ameamini To neno? whom is the arm of the Lord revealed? Na ni nani mkono wa Bwana umefunuliwa kwake? You want to see the prophetic word of turnaround fulfilled? Unataka kuona neno la mgeuko wa kiungu likitimia kwako? Engage your faith. Tumia imani. Engage your faith. Tumia imani yako. What is faith? Imani ni nini? Faith is absolute confidence in God Imani ni kumtegemea Mungu peke yake and his word. na neno lake. Primarily, absolute confidence. Kumtegemea Mungu peke yake na neno lake. And if that confidence have to be displayed, Na huo ujasiri wako kwa neno lake lazima that uonyeshe. confidence have to be displayed. Ujasiri wako kwa neno lake inabidi You have to uonyeshe. display that absolute confidence in Huo God. ujasiri uliokuwa nao kwa neno inabidi That uonyeshe what God said he will do. kwamba kila alichokisema Mungu atakifanya. Hallelujah. Haleluya. There is nothing he cannot do. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kufanya. There is nothing he cannot say. Hakuna kitu Mungu ambacho hawezi There is kusema. nothing he cannot turn around. Hakuna kitu hawezi You kukigeuza. have to have absolute confidence. Kuwa na ujasiri ama imani kwa Mungu Notwithstanding the prevailing circumstances. pasipo kujalisha mazingira yanayokuzunguka. God's servant said faith is being fully persuaded. Mtumishi wa Mungu asema Of imani the ni kuwa truth. na uhakika kuhusiana na kweli Prevailing circumstances notwithstanding. pasipo kujalisha mazingira Until the truth triumphs. yanayokuzunguka mpaka ile kweli imeshinda. Hallelujah. Hallelujah. Being fully persuaded Kushawishika of the kikamilifu. truth. Kuwa na uhakika kwa habari ya neno Notwithstanding the prevailing pasipo circumstances. kujalisha mazingira Until the truth prevails. mpaka lile neno linashinda. Romans chapter 4 verse 20. Warumi 4:20. Abraham was strong in faith, Ibrahimu alikuwa imara katika giving imani glory to God. akimtukuza And verse Mungu. 21. Mstari wa 21.
being fully persuaded alikuwa akijua hakika ameshawishika that kikamilifu what he had kwamba promised, kile ambacho Mungu amekiahidi that he is able anaweza to perform. kukitenda. If we are fully persuaded, Kama tunashawishika it kikamilifu, doesn't matter what it shows now that it looks as if it will not happen. haijalishi ni mazingira gani yanatuzunguka. Abraham was fully persuaded. Ibrahimu alikuwa na uhakika ameshawishika, 25 years wait, it doesn't touch him. wala alikuwa hana mashaka. The age, his age and the wife's age didn't touch him. Swala la umri wake na wa mke wake alikumsumbua. He didn't shift his ground until the truth triumphed. Hakukaa chini mpaka ile kweli ikashinda. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. But how does faith facilitate fulfillment of Lakini prophecy? imani upelekeaje utimilifu wa unabii? How does faith facilitate? Because prophecy is wonderful, powerful, as we have said, because God speaks Nabii ni according za to it. kupendeza na zina nguvu. And combining two of them, that's what this month is all about. How do I see prophecy fulfilled? Ninawezaje But how does he do kuzifanya that? nabii zitimie kwenye maisha yangu? These teachings have been serious. This is the third one. Haya mafundisho yako kwenye mfululizo, We ni have been mfululizo wa saying a lot tatu. of things. Tumesema mambo mengi. We have been saying a lot of things about it. Tumesema mambo So mengi. today, Leo for faith to facilitate ili imani itimilize unabii, fulfillment of prophecies, ili imani itimilize unabii, you must pass the test of faith. lazima ushinde mtihani wa imani. In the school of faith, God will test you to approve you. Katika Before masuala ya imani, the Mungu atakujaribu kwanza ili akuthibitishe. Hallelujah. Haleluya. There is what the Bible called trials of your Kuna faith. kile kitu ambacho Biblia inaita majaribu ya imani. 1 Peter 1 verse 7. Petro wa kwanza 1:7. That brings the testimony later. He said that the trial of your faith, Kujaribiwa kwa imani yenu being much precious than gold, kunawaletea thawabu kuliko that dhahabu, though is tried with fire, ijapokuwa hujaribiwa kwa moto, but it might be found unto praise and honor ili iweze kuonekana katika sifa na utukufu and glory. na heshima. It normally results to praise and honor and Majaribu wakati wote hupelekea sifa na heshima. glory. Most of the time people give up, Wakati mwingi watu hukata tamaa, and that's what makes prophecies not to be fulfilled in their na life. hicho ndio kinasababisha nabii zitimie katika maisha yao. It's not about I am waiting on God. Sio swala la kwamba What matters, what are you doing as you are waiting? kinachohitajika sio swala la kusubiri. Are you Unaposubiri waiting? unafanya nini? Are you waiting, murmuring and complaining? Je, unasubiri ukilalamika na Are kunungunika? you waiting, doubting today and believing Je, tomorrow? unasubiri ukiwa na shaka leo na kesho It unaamini? doesn't work that way. Haitendi kazi namna hiyo. I want you to understand, Nataka uelewe, most of the times, mara nyingi the testimony doesn't come the day you believe it. ule ushuhuda hauji siku ile unayoamini. There's a way God works. Kuna namna Mungu anatenda kazi. You might believe God for something. Unaweza kuwa unamwamini Mungu kwa ajili ya kitu leo, Pray to Him and stand on the word, unasimama unaomba katika neno, and God say, this brother that believe in this, na Mungu anasema huyu mwanangu Angel analiamini, Gabriel, he want it by 12 o'clock tomorrow. labda unahitaji God, saa 6 kesho. Let's test him. Is he just believing because he want this thing or me? Na Mungu anasema kwa tumjaribu. Je, anaamini kwa sababu anahitaji hichi Don't- kitu ama? Don't bring it by 12. Bring the testimony by 4 p.m. Na Mungu anasema usimpeleke huo ushuhuda saa 6, mpelekeni saa 10. And most of the Christians, when it didn't come by 12, Na Wakristo wengi ule ushuhuda usipokuja saa 6, they gave up. wanakaa tamaa. They start castigating God. Wanaanza kumlaumu Mungu. The blessing is on the way. Baraka iko njiani. Hallelujah. Hallelujah. And that is why hope is important Ndio maana tumaini ni la muhimu in your quest to get things through faith. katika tamanio lako la kupata vitu kupitia imani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Many Christians start castigating God. It didn't come by 12. Wakristo wengi wanaanza kumlaumu Mungu ule ushuhuda ambapo hujaja saa 6 ile. Coming by 4 is only testing your faith. Kuja ule ushuhuda saa 10 kuna jaribu imani yako. And because most of our faith Na kwa sababu imani yetu mara nyingi is not in God, but is in the product of God. haiko kwa Mungu bali yale matokeo ya Mungu. It's not in God, but it's in the blessing of God. Imani zetu zinakuwa ziko kwa Mungu bali baraka za Mungu. Most people have faith in God because of what He gives. Watu wengi wana imani kwa Mungu kwa sababu ya kile And anachokitoa when Mungu. they didn't see those things, Na wanapokuwa hawajaona hivyo vitu, let your faith be
in God. Wanashindwa. Imani yako iweke kwa Whether Mungu. he blesses or not, you won't be shaken. Akubariki ama asikubariki Whether usumbuke. he answer prayer or not, Ajibu won't maombi, shake your ground. asijibu maombi but haikusumbui. when your faith is in what God can Lakini give, imani yako inapokuwa kwenye vile vitu ambavyo Mungu anatoa, when you didn't receive it, unapokuwa hujapokea, there will be problem. unaanza kuwa na matatizo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That's the way it is also. Don't serve God Ndivyo ilivyo pia, usimtumikie because of Mungu the blessings of service. kwa sababu ya baraka za utumishi. Serve God because of who he is. Mtumikie Mungu kwa sababu yeye ni Mungu And you will never miss his blessing. na hautakosa baraka Because zake. if you serve God because of the Kwa blessing sababu of service, ukimtumikia Mungu kwa sababu ya baraka zile, when the blessing of serving does not come pale as baraka you, za utumishi zisipokujia, you will give up in service. utakata tamaa kwenye utumishi. But serve him because of who he is. Lakini mtumikie kwa sababu yeye ni Mungu. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. But I know God, he doesn't disappoint people Ninajua kwamba Mungu waga wakatishi watu wake tamaa, who put their trust in him. wale wanaomtumainia. And those who trust him doesn't shift their Wale ground. wanaomtumainia Mungu hawatikisikagi. You see what Psalm 125 says verse 1. Zaburi ya 125 mstari wa kwanza inasema, They that trust in the Lord, not, Wale of wamtumainio the, not of Bwana. the blessings of sio God, wanaotumainia baraka za Mungu, they shall be like Mount watakuwa Zion, kama mlima Sayuni which cannot be removed, ambao hawezi kuondolewa, but abideth forever. wakaa milele. No matter the mockery of men, Haijalishi dhihaka za they wanadamu, don't remove their faith from God. hawaondoi imani yao kwa Mungu. Please shift your trust Tafadhali from whatever you are trusting God to God. toa tumaini lako kwenye vile vitu vya Mungu na iweke tumaini kwa Mungu. The Bible says some trust in chariots, Wengine wanatumainia some trust in magari horses. ya vita, wengine But wanatumainia farasi. we remember Lakini sisi tutamkumbuka the love of the Lord. Bwana Mungu wetu. Don't put your trust in chariots. Usiweke tumaini lako kwenye magari ya When vita. you need chariots, you might not see chariots. Unapohitaji magari ya Don't put vita, your unaweza trust usipate in magari ya horses. vita. Usiweke tumaini You kwa might not farasi, find it. unaweza usipate farasi. Put your trust in God. Weka tumaini kwa Mungu. He doesn't fail. Ye Mungu kama ashindwi. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. He will never fail. He has never Kamwe failed. hajawahi He kushindwa, will do what he says he will hatoshindwa, do. atatenda kila alichosema atakifanya. My God is a miracle Mungu wangu ni God. Mungu mtenda miujiza. Oh my God is a Mungu miracle wangu ni God. Mungu mtenda Oh, he miujiza. has never failed. Hajawahi He kushindwa, will never fail. hatashindwa, He will do what he says he atatenda will alichosema do. atakitenda. Oh, I can see him Ninaweza kumwona working in my favor. akitenda kwa upande I wangu. can see him Naweza kumwona fighting in my battle. akipigana vita I vyangu. can see him Ninaweza kumwona giving him my miracle. akinipatia muujiza He wangu. will do what he says he Atatenda will alichosema do. atakitenda. Baba God, Baba I Mungu, believe you. ninakuamini wewe. I believe everything where you Ninaamini say. kila kitu As unachokisema. you talk amo, you Unapotamka they do amo. unafanya. Baba God, oh, I Baba believe Mungu, you. ninakuamini wewe. Don't put your trust in chariots. Usiweke tumaini lako katika Don't magari ya put your vita. trust in horses. Weka tumaini kwa Mungu. Put your trust in the Lord. Weka tumaini lako kwa Bwana. Even though the testimonies are delayed, Hata kama shuhuda zimechelewa, they cannot be denied. hautakataliwa, utakuja kwa When wakati you wake. see testimony delayed, Unapoona ushuhuda umechelewa, it's because God is doing it, want it to be bigger and bigger. kwa sababu Mungu anauandaa uwe mkubwa zaidi. Don't shift your God. Your Usitoe trust. tumaini kwa Your Mungu. faith will be tested. Imani yako itajaribiwa. My faith has been tested several times. Imani yangu imejaribiwa mara nyingi, I didn't give up. sijawahi kukata I've tamaa. lost things. I've been mocked. I've been laughed at as a pastor, but I didn't lose God. Nyakati hizo nilichekwa, nilidhihakiwa kama mchungaji, lakini sikukata tamaa. Don't allow the mockery of people to shift you. Usikubali dhiaka za watu zikutoe kwenye msimamo wako wa imani. Hold God tight. Mshikilie Mungu kwa imani, You will laugh at last. utacheka mwishoni. He that laughs last, laugh best. Anayecheka mwishoni ndo anacheka He vizuri doesn't zaidi. disappoint. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. The teaching of faith is incomplete without telling you that faith will be tried. Mafundisho ya imani hayajakamilika pasipo kukwambia imani yako itajaribiwa. Faith will be tried Imani itajaribiwa to approve you. ili kukuthibitisha. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I pray that you will not fail the test of faith. Ninakuombea wakati wa jaribu la imani usishindwe. Genesis 22, verse 1. Can I have another scripture? King James Mwanzo said, 22:1. tent. That word tent is not what it should be. That word tent is not the original manuscript. You see what NLT said. Look at that word. They say, later on, Baada ya hayo,
tested Abraham's faith. Bwana akaipima That is imani ya what Ibrahim. is- He tested Abraham's Akaijaribu faith. imani ya Ibrahim. God tested Abraham's Bwana faith. alijaribu God imani ya Ibrahim. tested Abraham's faith. Bwana alijaribu imani ya Ibrahim And Abraham passed the test. na Ibrahimu akashinda In mtihani. verse 16, Mstari wa 16. the same New Living Translation. The Lord said, because you have obeyed me and not withheld your son, Bwana akasema kwa sababu umenitia au kunizuilia mwanao wa pekee, I will bless you. Sworn blessing. nimeapa nitakubariki. When your faith is tested, don't give up. Imani yako inapojaribiwa usishinde. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The faith of Bishop Oyedepo was tested, Imani ya Askofu Oyedepo ilijaribiwa, but he was strong. lakini alikuwa imara. The newspaper carried that the wife is dead. It doesn't concern him. He Magazeti was going yaliandika mke about. wake amekufa, He lakini visited many nations hakusumbuka. preaching the Aliendelea gospel. kutembea kwenye mataifa mbalimbali akihubiri Injili. As it were, he had a dead wife in the house. He didn't give up. Hakukata tamaa. He said to God one day, according to him, Alimwambia Mungu siku he moja, said, God, during that time, wakati wa hiyo he said, changamoto ya Lord, mke that wake you heal kuumwa, my wife does not make you alimwambia my God. Mungu, You are my kuponya God. kwako mke Whether wangu you heal my hakufanyi wife kwa or wewe not. Mungu. Wewe bado ni You Mungu. heal my wife or Hata not. mke wangu He asipopona wewe ni was Mungu. focused on his assignment Alikuwa anatazama kazi aliyopewa, to the extent that they were praying for Shiloh. kiasi kwamba alikuwa wakati One wanaiombea of the Shilo, pastors leading prayer and said, let us pray for Mama. Papa said, no, we came here to pray for Shiloh. No. wachungaji walikuwa wakiongoza Let's maombi ya focus on Shilo Shilo. walipendekeza wamwombee mama mchungaji, His faith. lakini askofu akasema tumekuja hapa kuiombea tested. Shilo, sio mama mchungaji. And you see the testimony. Imani today. yake haikutindika. Hallelujah. Ndio maana leo tunaona ushuhuda, all mama the askofu mockers. amepona. Pa Iyadeboye said they carried the newspaper with the heading that Mama Oyedepo is dead and brought to him invitation card to mock him. Say your Na daughter is dead. wanahabari waliandika kwamba mama yake amekufa kumdhihaki. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. But Mama is still alive today. Lakini mama yuko hai leo. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. Your testimony is nearer than you think. Ushuhuda wako uko karibu kuliko unavyofikiri. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Tell your neighbor don't give up. Mwambie jirani yako usikate tamaa. Tell your neighbor don't give up. Mwambie jirani yako usikate tamaa. God is able to do just Mungu what anaweza he kutenda. say he will do. Kila alichosema atakitenda. He's gonna fulfill Atatimiza every promise to you. kila unabii kwako. Don't give up on God. Usikate tamaa kwa He Mungu. won't give up on you. Hatokata tamaa kwako. He is able. Anaweza. Ephesians 3 verse 20 say, Efeso unto him 6:20. that is able Kwake yeye awezaye to do exceedingly kutenda zaidi abundantly na utele above all that we ask or imagine kuliko yote tuombao tuwazayo, through the power that worketh kwa in kadiri us. ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Please, I plead with you again. Ninakuomba tena, No matter what you are passing through, haijalishi unapitia nini, no matter what you pass through, haijalishi unapitia nini, never give up on God. usikate tamaa kwa Mungu. You might have lose anything, don't lose God. Kama umepoteza kitu, basi usimpoteze One Mungu. with God is with majority. Mtu aliyeko na Mungu ni wengi. Anybody can leave you, Kila mtu anaweza kuacha, but don't allow God to leave lakini you. usimruhusu Mungu akuache. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. But what are the first steps to take Sasa ni hatua zipi za imani za kuchukua to see prophecies ili fulfilled? kuona unabii ukitimia? Number one, Hatua ya kwanza, you must treasure the prophetic word. lazima ulifurahie neno la kinabii. Any prophetic word you treat as a Neno trash la kinabii unalichukulia kama kitu cha thamani. will not see the light of the day in your heart, in your life. Neno la kinabii usilolithamini Any halitotimia kwako. prophetic word you treat as trash. Neno lote la kinabii usilolithamini, Any prophetic word you despise. neno lote la kinabii unaolidharau. 1 Thessalonians chapter 5 verse 20. Wathesalonike wa kwanza Many people 5:20. despise prophetic word. Watu wengi wanadharau maneno ya They kinabii, don't put any value to it. hawayathamini kabisa, And that is why na ndio maana they don't see it fulfilling their life. hawaone hao maneno ya kinabii yakitimia A kwao. man maybe shall have one day Kuna mtu alikutana na Askofu Fabio at the siku moja, airport and he said, Bishop Abel, nothing is working. akamwambia Askofu Fabio, This, hakuna this, kitu this. kinachokwenda. And the Bishop Abel said, what is your name? Askofu Fabio akamwambia, jina lako nani? He said, my name is Godwin. Asa, jina langu ni Godwin. He said, from this moment, go and win. Kuanzia sasa nyenda ukashinde. Case closed. The man treasured that word. Yule ndugu The thing was akalithamini vibrating hilo in his mind. neno Go aliloambiwa, and nyenda win. ukashinde. Go and win. Alitembea nalo, nyenda ukashinde. That word was vibrating in his system. Hilo neno lilikuwa He valued that linazunguka kwenye mfumo wake, And he went, na akaenda engaging with that word. akalitendea kazi lile And neno, after some time, na baada ya muda he met him again and said, sir,
Akutana naye akamwambia I'm the one Bwana, that met you so and said, this is what you nakumbuka told me. tulikutana kipindi fulani ukaniambia hivi. He started to list what have happened between that Akaanza time. kumpa shuhuda mambo yaliyotokea baada ya ile neno la kinabii. Between that time to when they married. Baina ya wakati ule alipotamkiwa na mpaka wakati wanakutana naye tena. Kila Everything kitu turned kilibadilika kwa sababu ile neno fupi la kinabii. That word he can say it to many people. Ile neno anaweza kuambia watu wengi. But this one treasured it. Lakini huyu jamaa alilipokea na Many kuliamini na people can laugh kulithamini. over it and go. But this one treasured it. Wengine wangelipuuzia na kuondoka, lakini huyu jamaa He alilipokea treasured akalithamini. He treasured it. Alilithamini. One man was talking last week. Mtu mmoja alikuwa anaongea wiki iliyopita. One of the sons of Bishop Oyedepo in ministry. Mmoja wa watoto wa Askofu Oyedepo katika He huduma. said, Papa told him this year, Anasema askofu alimwambia mwaka huu, if you lack a ministry, know that I am not sent. ukipungukiwa kwenye He said, huduma that jua word is sijaitwa. vibrating. He said, if you lack a ministry, Alimwambia know that I am not sent. ukipungukiwa kwenye huduma jua mimi sijaitwa. He was telling the congregation. Alikuwa He analiambia treasured that kusanyiko word. lake. That word is really Alilithamini speaking to hilo neno aliloambiwa na askofu. you. Many people don't see prophecy fulfilled Watu wengi hawaoni nabii zikitimia kwao because they don't treasure kwa it. sababu hawalithamini nabii. The step to take, treasure the prophetic word. Hatua ya kwanza, lithamini, lione kama ni kitu cha thamani hilo neno la Place kinabii. value on it. Lipe thamani neno la kinabii. Somebody shout hallelujah. Sema It might hallelujah. be a joke. There's one man who have retired as a pastor in this commission. He was sharing with us. Kuna mtu mmoja aliyestaafu katika huduma hii kama mchungaji, alikuwa anatushuhudia Many years ago, miaka mingi iliyopita. he said this when he was 60. It was in his retirement service where he was sharing Alikuwa na with miaka us. 60 He akishuhudia. was a top leaders in this commission. Alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa juu kwenye huduma hii. He said he was using glass. Hasa alikuwa anatumia miwani. He couldn't read. Alikuwa hawezi kusoma pasipo miwani. He couldn't read without glass. Pasipo miwani. And he said they sat on table to eat with God's servant with others. Anasema walikaa kwenye meza kula pamoja na askofu. Jokingly, as God's servant said, Wakitaniana. Steve, this one you are using glass. By this your age, when you are 60, what will you use? Everybody laughed. Askofu akamwambia kwa umri huu ndugu unavaa miwani. Ukiwa na miaka 60 was a utatumia joke. nini? Kila mtu alicheka pale. Ilikuwa ni kama And he utani. said the thing, that word, keep on back. He said he dropped the glass, Lakini ule ndugu anasema baada ya kusikia ile neno On the akavua table ile that day. miwani never to put it on again. na kuirudisha tena. At age 60, from that time, even when he was 60, he was not using glass. Tokea He wakati was ule alipoambiwa reading ile from neno a very mpaka tiny. anatimiza miaka 60 alikuwa havai tena A miwani. joking word from a prophet can become a treasure. Neno la word to be utani treasured. kutoka kwa nabii linaweza likawa la thamani It was kwako. not prayer. Ilikuwa sio kwenye It was maombi. jokingly. Walikuwa wanakula kwa utani, askofu akasema. And that becomes Na ule ndugu akaliamini word. lile neno that delivered him from any eye na ndio defect. neno lilimtoa kwenye changamoto za macho. Treasure the prophetic word. Thamini neno la kinabii. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Number 2 thing to do, Kitu cha pili cha kufanya, engage a faith-filled thought. tumia mawazo ya imani. Engage a faith-filled thought. Tumia mawazo ya imani. What does that mean? Maana yake nini? To see prophetic word fulfilled, Ili kuona neno la kinabii likitimia, think it. waza If kwanza. you don't think it, Usipowaza you might not see it. unaweza usione. Proverbs 23 verse 7. Mithali 23:7. As he thinketh in his heart, Aonavyo moyoni mwake so he is. ndivyo alivyo. Think it. Waza kwanza. Let him form your meditation. Fanya hilo neno liwe Right. sehemu ya mawazo yako, litafakari. That's why unguarded thoughts hinders prophecy from. Ndio maana mawazo yasiyoshughulikiwa kuzuia nabii kutimia. Unguarded thoughts. Mawazo Many yasiyolindwa. people think that which kind of turnaround will I receive this year? In their thought, they are. Kuna that's what wengine they- kwenye mawazo yao wanawaza mgeuko gani mwaka huu? Ni mwaka gani wa mgeuko huu? Possibility mentality is key to see prophecy fulfilled. Ule mtazamo chanya, mambo kuwezekana, ndio yanasababisha nabii zitimie. There are things that happen in your life pass through your thoughts. Kuna mambo yanayotokea kwenye maisha yako yanapitia Whether mawazo it's yako, negative or positive. yawe ni mambo mazuri au mabaya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That's why a wise man said, Ndio maana mtu mwenye hekima alisema, your worst enemy adui wako mkuu will not do you harm the way your unguarded thought will do to you. hawezi kukudhuru kama mawazo yako yasiyolindwa yanavyoweza kukudhuru. What happened in your life is what your thought made it. Kinachotokea kwenye maisha yako ni yale mawazo yako unayoyawaza. That is why think possibility. Ndio maana uwaza kuwezekana. Over 4:27. Mithali 4:23. Say, keep thy heart
Mwanangu, with all diligence. linda moyo wako Out kwa of bidii, it are the issues of your life. maana huko ndiko zitokako chemchem za uzima. Remember Ephesians chapter 3 verse 20. Efeso 3:20. God go beyond what when we think is also a prayer to him. That's why Tunachowaza ni kama maombi mbele za Mungu. our thought is attractive. Ndio maana mawazo yetu yanavuta tunavyoviwaza kutujia. If it is positive, it will attract what you desire. Kama unawaza chanya, Or yatakuja if mambo it is chanya. negative, the same. Kama unawaza hasi, yatakujia hasi. You can't be out of poverty with poverty mentality. It doesn't Hauwezi work. kutoka kwenye maskini ukiwa unawaza You umaskini. can't be out of sicknesses and diseases with the thought of it. You Hauwezi must think ukatoka beyond kwenye that. magonjwa ukiwa unawaza magonjwa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. The thought is so important. Mawazo yako ni ya Let muhimu sana. your thought filled with faith. Uwe na mawazo 7. yaliyojaa imani. The steps to take to see positive. Hatua za kuchukua kuona unabii ukitimia. We must engage in faith-driven actions. Ihusishe katika matendo ya imani. In the first service, I say faith is not passive. Faith is active. Kwenye ibada ya kwanza tulisema imani haijatulia, imani inatenda kazi, ni ya kivitendo. What shows that you have faith is not by saying it. Kinachoonyesha kwamba una imani si kile unachokisema, It is your action that ni shows yale it. matendo yako ndio yanaonyesha kwamba una It imani. is your action. Ni matendo yako. Faith is fake Imani si halisi without a corresponding action. pasipokuwa na matendo yanayoambatana na hiyo imani. That woman with the issue of blood thought of it. Yule mwanamke mwenye kutokwa damu alifikiri, If I will only touch the hem of his akasema garment, nikishika tu pindo la vazi lake, and she moved. na akachukua hatua. What brought her wholeness was her steps. Kilicholeta uponyaji wake ni zile hatua. You know, many people were with Jesus Unajua watu wengi walikuwa na Yesu that could have discouraged a woman, ambao wangeweza kumkatisha tamaa yule and mwanamke. a woman had been suffering for 12 years of blood flow. Mwanamke huyo alikuwa She's amesumbuka already kutokwa na damu The kwa strength miaka is not 12, alikuwa dhaifu, hana nguvu. And there is also an impediment of tradition. Lakini pia kulikuwa na At kizuizi cha that sheria time, even when a woman is menstruating, it's not permitted to go outside the house. iliyokuwa inasema mwanamke akiwa kwenye siku zake haruhusiwi kutoka nje kukutana na watu. Faith drives people. Lakini imani huwasukuma watu Faith does not consider protocol. ambao wakati mwingine hawaangalii itifaki. It doesn't give down to science and tradition. Imani haikubali kunyamazishwa na tamaduni na The maneno. woman moved. Yule mwanamke akachukua hatua. In Luke chapter 8, reading from verse 40 to 40, Luka 8 he moved. akachukua hatua. She moved and touched the hem of his Alikwenda garment, akashika pindo la Yesu and she was made whole. na akafanywa kuwa mzima. Hallelujah. Haleluya. From verse 44, Mstari wa 44. the woman that has spent her living upon physicians, Yule mwanamke alikuwa ametumia pesa zake zote kwa matabibu, madaktari. Jesus said, your faith Lakini Yesu akamwambia imani yako has imekuponya. made thee whole. Imekuponya. Your faith, Imani yako. your faith. Imani yako. In Mark chapter 2, Marko 2 verse 5, mstari wa 5. the action of the 4 men that carried their friend that was suffering from passing. Lile tendo la wale watu wanne walimbeba yule mtu aliyepooza. If you read from verse 1, you see what happened. Ukianza ule mstari wa kwanza utaona nini That kilitokea. Jesus was preaching Yesu alikuwa anahubiri in the house. He was in the house. katika nyumba, alikuwa ndani ya nyumba. And straightway, many people gathered together. Wengi walikuwa wamekusanyika kwa pamoja. In small church, there was no room to receive them. Isibaki nafasi hata mlangoni. Not so much, even as about the door, everywhere was closed. Watu walikuwa wamejaa kila eneo mpaka kwenye mlango wamejaa. He preached the word unto them. Alikuwa akiwahubiria neno If you lake. call, you can't even come. Watu walikuwa hawezi But they kumfikia. come unto him, bringing one sick or passing. Kuna wao ndugu walikuwa wakimleta mtu aliyepooza. And 4 people carried the man. Watu wanne walikuwa wamembeba aliyepooza. They believe in their heart, if Jesus can see this man, he will be Waliamini mioyoni mwao Yesu akimwona atamponya. The Bible says when they could not come nigh unto him for a Na Biblia price. inasema walipokuwa hawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano. Another translation in verse 4. Tafsiri nyingine ya mstari wa 4. Another translation. They couldn't get to Jesus through the crowd. Kuweza kumfikia Yesu kupitia mlango. So they dug through the clay roof. Wakatoboa dari. You see, the type of roof was not zinc, it was a clay roof. Yaani ile dari ilikuwa ni dari imara, sio dari In la our kawaida. everyday, in the building today is just like an upstay where you cast it. That's how they use clay to cast. That was the kind of roof. Yaani tunapoonyeshwa hapa lile dari ilikuwa ni dari imara, sio dari la kawaida.
they lowered the man from the roof. Wakamshusha mtu baada ya kutoboa lile dari. That house was not their house. Ile nyumba haikuwa nyumba yao. It was somebody's house. Ilikuwa ni nyumba ya mtu. They didn't ask, oh, what if this man stopped? Wala hawakujiuliza huyu mwenye nyumba atasemaje. And the Bible says, Biblia inasema Jesus seeing their faith. Yesu alipoiona imani yao. Jesus seeing their faith. Yesu alipoiona imani yao. Faith can be seen by your Imani action. inaweza kuonekana kupitia matendo If you are yako. not taking corresponding action, Kama uchukui matendo, you don't have faith. basi wewe hauna imani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The prophetic word of turnaround in every area of your life, Neno la kinabii la mgeuko kwenye kila eneo la maisha yako the matter you take steps. halitotimia mpaka uchukue There are hatua. most of them that doesn't need prayer. There are most Mambo of them, and mengine it doesn't stop at prayer. hayahitaji maombi. We gave example, and that's the example we are giving today, Kwa mfano tunaotoa leo, of Hannah mfano wa Ana. in 1 Samuel chapter 1 verse 14. Samueli wa kwanza 1:14. 1 Samuel chapter 1 verse 14. Samueli wa kwanza 1:14. Eli approached her as she was Kwani praying. Eli alimwendea wakati Ana akiomba. Eli called her a drunk person. Eli because akamuita mwanamke mlevi. by his experience as a prophet, he had not Wana- seen a woman that prayed this Kwa way. uzoefu wake kama nabii hakuwahi kuona mwanamke akiomba namna ile. And in verse 16 Mstari wa 16, and verse 17, mstari wa 17. the prophetic word came to Neno la kinabii likamjia Ana. say, go in peace. Nenda kwa amani. And the God of Israel Na Bwana wa Israeli grant thee akupatie thy petition matamanio thou yako, hast haja asked zako of him. A ulilomwomba. very wonderful prophetic word from Ilikuwa ni God. neno la kinabii kutoka kwa Eli. And the next verse, Mstari unaofuata, her action, not that she prayed only, matendo yake haikuishia kwenye kuomba tu, because your action after prayer is what determines whether you believe. kwa sababu yale matendo baada ya maombi ndio yanaamua utapokea ama usipokee. Hallelujah. Hallelujah. She went her way. Aliondoka. The first stage, the woman went, and look at what she said, let thy hand find grace in thy side. She believed that, she received that prophetic word. Alipokea lile neno la kinabii. So the woman went her way. Yule mwanamke akaondoka zake. This is somebody that have not been eating. Akala, ni mtu ambaye alikuwa hali huyu, And her countenance na uso wake was no more sad. haukukunjamana tena. It was no more sad. Haukunjamana tena. That was the first stage. Hiyo ndo hatua ya The kwanza. second stage, Hatua ya pili, the next morning, asubuhi iliyofuata they rose up in the morning, wakaondoka, worship the Lord. wakasali mbele za Bwana. That word worship the Lord connotes praise, worship, saying God. Pale kusali walimtukuza Mungu, kumsifu Mungu na kumwambia Mungu and asante. return. Because Wakarejea I can liken that early in the morning, hapa asubuhi na mapema, the encounter she have had yesterday, kwa ule mguso aliopata she jana. believed the prophet. Alimwamini And nabii, they came for covenant hour of prayer, wakaenda saa ya kiagano ya maombi ya asubuhi kama hapa kwetu. worship the Lord, Akamwabudu and Mungu, return to their house. wakarejea nyumbani kwao huko Rama. Hallelujah. Haleluya. The action continues. Matendo yanaendelea sasa. What did they pray for? They prayed for a child. Walichoomba nini? Waliomba mtoto. Hannah said, give me a man child. Ana alimwambia Mungu, nipatie mtoto Give mwanaume, me a man child. nipatie mtoto mwanaume. And Anna can't conceive like Mary. Na At that Ana time, hawezi the story kupata of Mary have mtoto not come. kama Mariamu. For a woman to be pregnant, there must be a meeting. Ili mwanadamu apate mtoto lazima akutane na mwanadamu mwingine wa jinsia And when they tofauti. returned for covenant of prayer, Na walipomaliza maombi ya asubuhi ya kiagano, Elkanah knew at Elikana akamjua mkewe that's Hana. the language the Bible knew. If you don't understand, Hapo kumjua ni Holy Spirit will give you understanding. ni tungo tata, wataelewa watu wazima. Roho Somebody Mtakatifu shout atakuelewesha. hallelujah. No matter how you pray, Hajalishi unaomba nini, that action must be done. lilo tendo lazima The litendeke. husband must know the wife for it conception. Mwanaume lazima amjue mkewe ili apate There ujauzito. must be a sperm donated to the egg for fertilization to happen. Lazima mbegu ya mwanaume Prayer can't do iende that. kwa yai la mwanamke ili Action kupatikane was na taken. upungaji wa mimba pale. And Samuel was born. Na baada ya hilo tendo basi Samueli akazaliwa. That's the spiritual God servant gave in teaching this. Now I believe everywhere you see teach this and they will mention this. Ili andiko It's a tumetumiwa typical na example askofu tulishirikishe. of what we are talking about action. Tunapozungumzia matendo tunamaanisha Many nini? people are believing God to conceive, Watu wengi wanamwamini Mungu kwa ajili ya kupata ujauzito. but they only pray. Na hilo wanaomba tu, wanaomba.
They don't even meet their husband. lakini hawakutani na wake zao waume zao. Every night they are tired. Kila siku wamechoka. It doesn't happen by that way. Haitokei namna hiyo. You have prayed, God have answered you. Umeshaomba, Mungu amekujibu. Action. Matendo sasa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You want to be married? Action. Unataka kuoa kuolewa? Matendo. Don't say February. February is about going. You Useme are mwezi saying wa February. pili, mwezi wa pili unakaribia kuisha And huko. you started saying February since Na ulianza 2019. kusema February toka mwaka 2019, unasema mwezi wa pili. February Mwakani mwezi wa 2021. pili. February is almost here. February inakaribia sasa. And you have not even made any move. Wala hujachukua hatua yoyote. You are waiting for all the money you want. Unasubiri pesa zote unazohitaji ndio zikujie. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. People of God, what are we saying? Watu wa Mungu wanachosema nini? Move. Chukua hatua. And God will meet you at your move. Mungu atakutana nawe unapochukua hatua. That you believe doesn't make you anything special. Kule kuamini kwako kufanya wewe kuwa wa kimaalum. It is action that Ni yale shows that you matendo ndio yanaonyesha kwamba believe. umeamini. James 2 verse 19 says, Yakobo 2:19 anasema, you believe unaamini there is only one God. kwamba Mungu ni mmoja, You do well. wafanya vema. The devils also believe. Mashetani nao, The devils also believe. mashetani nao wanaamini. Demons believe that is God. Mapepo yanaamini kwamba yeye ni Mungu. Every one of them, they can't deny that. Hawakani hilo. That's why it doesn't make you anything special. Ndio maana huu wakia maalum pale unapoamini. But verse 20, Lakini mstari wa 20, verse 20 mstari wa says, 20. but with that no, Wataka kujua wewe mtu over man, usiyekuwa na kitu that faith without works kwamba imani pasipo matendo is dead. imekufa. Give me another translation of verse 20. Without works. He say it is useless. Useless. Imani isiyokuwa na matendo When will you haileti ever learn? matokeo, haina maana. When will you ever learn Lini that utajifunza faith that does not result kwamba in good deeds is useless? imani isiyoleta matokeo imekufa? God will give you understanding. Mungu atakupa ufahamu. Please, whatever you believe, Chochote unachokiamini, you want to start business, make a move. unataka kuanza biashara, chukua hatua. In your academics, make a move. Kwenye taaluma, chukua You hatua. want to marry this year, make a move. Unataka kuoa mwaka huu, chukua hatua. He that findeth a wife, findeth a good thing. Apataye mke apata kitu chema. God will not find it for you. Mungu hawezi kukutafutia. Go and find. Nenda ukatafute. Hallelujah. Hallelujah. You want a job. Unataka kazi, Don't sit down waiting for job. usikae chini kusubiri kazi. God will not apply job for you. Mungu hatakuombea God kazi will not wewe. attend interview for you. Mungu hatahudhuria usaili kwa Do niaba the yako. things you can do. Fanya mambo unaweza kufanya, And the things you can't do, na yale usiweza kuyafanya God will step into Mungu doing it. ataingilia kati na kuyafanya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. There is nothing God have told this commission you don't see fulfilled. Hakuna Because kitu ambacho Mungu ametuambia na tujaona kitimia. Every one of them will take action. Ni kwa sababu kila tunaloambiwa tunachukua matendo. And if you see the kind of action in planting churches last year, Na ukiona matendo tuliyoyafanya katika kupanda makanisa mwaka jana, prayer was done, but it was not only prayer. maombi yalifanyika, lakini haikuishia maombi tu. Prayer most of the time empowers us and clear the way. Maombi mara nyingi yanatutia nguvu na kutengeneza njia. There was lockdown in many nations and people were moving to Kulikuwa na plant kufungua ndani kwenye mataifa mengi, lakini watu walikuwa wanachukua hatua, and it was accomplished. na lile neno la kinabii lilitimia. When God told Missionary Paul that tabernacle shall be built, Mungu alipomwambia the money Askofu was not Filipo there. kanisa The money was not litajengwa but he began immediately. la watu 50,000 kwa mwaka mmoja, alichukua hatua You mara have moja. received a prophetic word of building your house and you have a land. What are you waiting for? Umepokea neno la kinabii kwamba utajenga nyumba yako, unayo ardhi, Take unasubiri nini? a step. Go and clear the land first. Chukua hatua, kasafisha hiyo ardhi kwanza. Put one trip of sand as you get. Anza kuweka Start mchanga molding blocks. pale, anza kutengeneza matofali. Before you finish molding all of them, you start digging foundation. Kabla hujamaliza matofali, unaanza kutengeneza na msingi. You will find out that as you are begin, Utagundua kadiri unavyochukua hatua, money you didn't expect will start coming. pesa usiyotarajia inaendelea kuja. That's how people build house. Ndivyo namna watu wanajenga nyumba. Before 1 year, 2 years, you become a landlord. Kabla miaka miwili haijaisha umeshakuwa mmiliki wa nyumba. But if you are saying when you get everything, Lakini kama unasema ngoja nipate when pesa you get zote, everything, ngoja nipate pesa zote, you will not build. hautopata Go and build this na year. hautojenga. Nenda ukajenge mwaka huu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout a bigger hallelujah. Umebarikiwa, sema haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. Wave your hand to Jesus and Pungie appreciate. Yesu mikono na mshukuru. Le shukia talaba. O maketa liba shulia bababa.
Elia Baba Sendo Lobo Shia Katalaba. We lift up your voice and appreciate Inua it. sauti yako, mshukuru Mungu. Lambrando Baketo Shialaba. Lord, help me. Bwana nisaidie, My faith will deliver results. imani yangu ilete Help matokeo. me to take corresponding action. Nisaidie niweze kutenda Help matendo. me to take corresponding action. Nisaidie nitende matendo. Help me to take corresponding action. Nisaidie nitende matendo. Lo Shia Kateliaba. Obelande Liababa. Labra Lisholiaba. Abba Lebra Liabaraba. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. You are going to engage your faith now Naenda kuitumia imani yako sasa in invoking vengeance. katika kuitia kisasi. In the first service, I gave an example Kwenye ibada ya kwanza nilitoa mfano that vengeance is simply kwamba kisasi maana yake divine judgment on the wicked. ni hukumu ya Mungu juu ya waovu. It's a avenue God put an end to the wickedness of the wicked. Ni jukwaa ambalo Mungu anakomesha uovu wa waovu. Vengeance is God's strategy Kisasi ni mpango wa Mungu to put an end to the assault of the wicked over your wa life. kukomesha mateso ya shetani juu ya maisha yako. And I said the reason we invoke vengeance Ni sababu tunayotumia kisasi because we serve a God of ni vengeance. kwa sababu tunamtumikia Mungu wa kisasi. Psalm 94 verse 1. Zaburi 94:1 The Bible said, "O Lord God, to whom vengeance belongeth, inasema, so Mungu wa kisasi, God revenges." Mungu hufanya kisasi. Vengeance is part of righteousness of God. Kisasi ni sehemu ya haki ya Mungu. And I said the second reason Nikasema sababu ya pili is because Jesus taught us to pray vengeance prayers. ni kwa sababu Yesu alitufundisha kuomba maombi ya kisasi. In Luke chapter 18, Luka 18 reading from verse 1 to 8, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa especially 8. verse 7 and 8, Kimaalum mstari wa 7 na he says, 8. "Shall not God avenge his own elect?" Je, Mungu atawapatia haki wateule wake? God will avenge his own elect. Mungu atawapatia haki, atawalipia If kisasi. vengeance is unscriptural, Jesus won't teach us. Kama kisasi ni kinyume na maandiko, Yesu And we asingetufundisha. said the third reason is this, Sababu ya tatu ni hii. that the Holy Ghost is a spirit of vengeance. Roho Mtakatifu ni roho wa kisasi. In Isaiah 61 verse 1 and 2, Isaya 61:1 na 2. the Spirit of the Lord is upon me. Roho wa Bwana yu juu And yangu. in verse 2 says, Mstari wa pili nasema, to proclaim the acceptable year of the Lord tangaza mwaka wa Bwana and uliokubaliwa the day of na vengeance. siku ya The kisasi. Holy Ghost sent Roho Mtakatifu to bring this message or this agenda of vengeance to the body of ametumwa Christ. kutimiza huu mpango wa kisasi kwenye maisha And you yetu, saw it demonstrated in Acts 13 verse 8. na tunaona ikithibitishwa katika Matendo ya Mitume As 13:8 Apostle Paul were filled with the Holy Ghost. pale Mtume Paulo alipokuwa amejawa na Roho Verse Mtakatifu 9. And he declared vengeance upon Elymas. na akatamka kisasi juu ya Elima. Hallelujah. Hallelujah. Another reason is we invoke vengeance is this. Sababu nyingine tunayohusisha kisasi ni hii. According to Ecclesiastes chapter 8 verse 11. That Mhubiri 8:11, if you don't stop the devil usipomzuia shetani and his agent for doing evil, they will do more. na mawakala wako wasitende uovu, watafanya uovu He zaidi, said because sentence against evil work kwa sababu hukumu juu ya tendo ovu is not executed. haitendwi. And people are relaxed. People are doing it rejoicing. Watu sasa wanakuwa wamepumzika wakifanya huo uovu zaidi. God's servant say, what you don't want, you don't watch. Mtumishi wa Mungu anasema usichokitaka usikitazame, What you don't resist, you have the power to remain. usichokipinga kina nguvu ya kubaki, What you don't confront, you cannot conquer. usichokikabili huwezi kukishinda. If you don't confront the wicked, Usipomkabili mwovu you can't conquer the wicked. hawezi kumshinda mwovu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. Why do we invoke vengeance? Kwa nini tunatumia kisasi? So that we can be exempted from the wickedness of the wicked. Ili tuepushwe na From ule the horrors mwovu of wa the mwovu. Hallelujah. Hallelujah. And why do we invoke vengeance? Because we are in the last days, the days of vengeance. Kwa nini tunatumia kisasi? Tuko katika nyakati za mwisho, nyakati za kisasi. But how do you provoke execution of vengeance on the adversaries? Lakini One, unafanyaje kisasi kijibu kwenye maisha ya adui yako? you must be his elect. Cha kwanza you must be lazima born uwe again. mwenye haki wa Mungu, yani uwe umeokoka. Two, you must believe in vengeance of God. Namba 2, lazima uamini kwamba Mungu anatenda kisasi. Jesus said in Luke chapter 18 verse 8, he said, Luka 18:8. nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Mwana wa Adamu atakaporejea ataikuta imani duniani? Praise the Lord. Bwana asifiwe. And also number 3, and that's what we are going to do now. Namba 3 na tutakwenda kufanya You sasa. must cry out for vengeance Lazima ulie kwa ajili ya kisasi against the kitokee wicked
dhidi ya mwovu and wako the activities against na kazi around your life. zake na uovu wake. Psalm 56 verse 9. Zaburi ya 56:9. When I cried unto thee, Nilipolia so shall my enemies give way. na ndipo maadui zangu walipopisha njia. This I know, Kwa hili ninajua that God is for me. Bwana yuko upande wangu. One day they told David Siku moja walimwambia Daudi, in 1 Samuel chapter 15 verse 31, Samueli wa kwanza 15:31, that Ahithophel have gang up with kwamba Absalom. Ahithofeli ameambatana na Absalom. 15 verse 31. 15:31. No, it's not. That is 2 Samuel chapter 15 verse 31. Samueli wa pili 15:31. David prayed to God, Daudi akalia mbele za Mungu. and that was how Ahithophel. Hivyo ndivyo namna Ahithofeli. You see, Ahithophel is among the conspirators. Anasema Ahithofeli ameambatana na wale waliokuasi. And what was the response of David? Na sasa Daudi alijibuje? David said, oh God, Daudi akaomba akisema, Bwana, I pray thee, nakusii turn the counsel of Ahithophel uligeuze shauri la Ahithofeli into foolishness. liwe ubatili au liwe upumbavu. Very powerful prayer. Ilikuwa ni ombi lenye nguvu. David knew that a day Ahithophel counsel is rejected, that's the day he died. Daudi alijua kwamba siku ambayo shauri la Ahithofeli itakataliwa ndo siku ambayo And in atakufa. chapter 7, chapter 17, Mstari wa 17. reading from verse 17 Sura ya to 27, 17 kuanzia mstari wa 17. that was exactly that happened. Ndicho kilichotokea. Look at verse 27. Mstari wa 23. Look at verse 27. Mstari wa 23. When Ahithophel Naye Ahithofeli saw that his counsel alipoona ya kuwa shauri lake was not followed, halikufuatwa, he saddled his ass, akatandika punda wake, went to his home, akaenda nyumbani kwake, put his house in order. akatengeneza nyumba Because yake, a man had prayed kwa sababu kuna mtu aliomba huko nyuma. that they reject your counsel. You now put your hands in order. Sasa And went and hung himself and died. Huyu ndugu kwa sababu shauri lake lilikataliwa, akatengeneza mambo ya nyumba yake, akajinyonga, akafa. Don't joke with version prayers. Usichezee maombi ya kisasi. You might say, why did he do that? Because there is unseen force that David had released through his prayer. Yale maombi ya kisasi yaliyotamka Daudi, kuna nguvu aliachilia katika ulimwengu wa roho. That great man, the Bible says, the counsel of Ahithophel is like a counsel of the God. Biblia inasema shauri la Ahithofeli lilikuwa ni kama shauri la kutoka kwenye But kinywa the cha Mungu. day he gang up against David, Lakini siku The Lord alipokwenda anointed. kinyume na Daudi, David prayed one prayer. Daudi aliomba ombi A moja, simple prayer. ombi rahisi, Ahithophel died. na Ahithofeli When akafa. I cried unto thee, Nilipokulilia then will my adui enemies zangu slumber. ndipo atakaporudi nyuma. This I know, Kwa hili ninajua that God is for kwamba me. Mungu yuko upande Are wangu. you ready to pray now? Nahitaji uombe Lord, I sasa. receive the garment of praise. Mungu, Pray. napokea I receive the spirit of grace and supplication. napokea roho ya maombi na Anything maombezi. I declare, Kila nitakachokitamka it shall happen. kitakuwa. But let me do this before we pray. Kabla hajafanya hivyo, tufanye You hivi. are here, you are not his elect. Uko You are not hapa born again. haujaokoka, hujampokea Yesu. God can't execute vengeance if he does not know Mungu you. hawezi kutenda kisasi kwako kama He hakujui. only execute for his own elect. Anatenda kisasi kwa wanaye wenye haki wake. Even when you pray, he won't hear. Na hata ukiomba ukiwa hujaokoka Because hawezi kukusikia. John 9 verse 31 say, Yohana 9:31 anasema, for we know nasi twajua that God heareth not Mungu sinners. hawasikii wenye dhambi, He doesn't hear. hawasikii. But he can hear you today if you can surrender. Lakini anaweza akaanza kukusikia leo kama utatoa maisha yako kwa Kristo. If you can surrender your life to Jesus. Kama unaweza kutoa maisha yako kwa You Kristo. are in this service today Uko kwenye ibada hii leo that desire God vengeance upon your na unatamani enemies. kisasi cha Mungu juu ya maisha yako. The devil and his cohort doesn't wish you good. Understand that. Shetani na mawakala wake hawakutakii mema, tambua hilo. The witch is planning to attack you. Wachawi wanapanga They kukushambulia. have no other business. is Hawana to- biashara nyingine kwako isipokuwa kudhuru. That is why you must rise to the occasion Ndio maana lazima uinuke by surrendering your life to Jesus na umpe Yesu Kristo maisha yako, and declare as you desire it. na uanze kutamka kisasi kadiri utamanivyo. I want to pray for two sets of people today. Nataka niombee makundi mawili ya watu Those hapa, who want to be saved wale wanataka kuokoka, and those who want to be dedicated their wale life wanataka to God. kutengeneza maisha yao na If you Kristo. fall in these two categories, Kama umeanguka kwenye haya makundi mawili, put your hand on your chest. weka with me. mkono wako kifuani Let me pray for you. nikuombee. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. That's the reason Jesus brought you here Hiyo ndio today. sababu Yesu alikuleta hapa. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. Have you done that? Come forward. Let me Unataka pray for you. kuokoka, njoo mbele sasa. Come, let me pray Njoo for you. mbele nikuombee. Come, let me pray Unataka for you. kuokoka, njoo mbele. Can you take that step Uliokoka and ukarudi come? nyuma,
God Nataka bless you. kutengeneza maisha yako na Yesu, njoo God mbele. bless you, brother. God bless you. He's coming. Clap your hand for Jesus. Mpigie Bwana Yesu makofi, anakuja. Come, wherever Unataka you are, kuokoka, njoo mbele tafadhali. Come, Uliokoka ukarudi nyuma, Come, njoo Jesus. mbele pia. Jesus is calling you. Come. Come. Your life will never remain the same. Come. Maisha Sister, God yako bless hayatabaki kama alivyo, njoo Come. mbele. There is a joy in heaven over his soul that Na he furaha finds. mbinguni mwenye dhambi Come. anapotubu. The reason he brought you here today is to save you. Sababu ambayo Yesu amekuleta hapa ni kukuokoa Come. wewe. Come. Come and receive Jesus. If you are clapping for Jesus, make Kama it better. unampigia Yesu makofi, fanya zaidi. When you are clapping, you are stirring Jesus up to save them. Na wapiga makofi unamfanya Yesu You are awaokoe. here. Come, come, come. Come and Njoo join this tafadhali, wonderful njoo people. tafadhali. Come. Unataka kuokoka, njoo Come, mbele. Jesus is calling you. Uliokoka Come. ukarudi nyuma, njoo mbele Jesus pia is calling utengeneze you. na Come. Yesu. Come, come. Yesu anakuita, Come. njoo. Come and tell him, come into my life. Be the Lord of my life. Njoo umwambie aje katika Come, maisha yako. come, 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 come. The best decision you can make in your life Ni uamuzi bora unaweza kufanya kwenye is maisha yako. surrendering your life to Jesus. Kutoa maisha yako kwa I Yesu. did mine many years ago. I have no regret over it. Nilifanya hivyo miaka mingi iliyopita na If kama any man sijajuta. be in Christ Jesus is a new creature, Mtu akiwa ndani ya Kristo yeye ni kiumbe kipya. a new beginning, Mwanzo a mpya. new beginning. Mwanzo mpya. Church, have your seat Kanisa tuketi. and get prepared to pray now. Tujiandae kuomba kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Please, if you are joining these people, you come and join them. Let's pray. Njoo kama unataka kuungana na hawa watu. Wewe ulioko hapa mbele, tafadhali ifuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia kwenye maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nimeokoka. Nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Amen. Father, thank you for these people. Baba, asante kwa Can you watu help hao. me stretch out your hand and pray for them? Waelekeze mkono tuombe. Jesus, preserve them. Yesu wahifadhi. Thank you for saving them, preserve Asante kwa them. kuwaokoa, wahifadhi. Lord, let their life Maisha yao experience the assurance of salvation today. yapate uhakika wa wokovu. Let sickness be far away from them. Magonjwa yawe mbali na Any wao. one of them sick, I cause that sickness in Aliye the name of mgonjwa na Jesus. laani wa ugonjwa. Lord, today is a good vengeance Tenda kisasi kwao upon every enemy of their destiny. kwa elimu yoyote wa Establish hatima them yao. in this church Wathibitishe kwenye kanisa hili in Jesus' name. katika jina la Yesu. You are blessed. Umebarikiwa, You are blessed. umebarikiwa. Congratulations. Hongera, Congratulations. hongera. Please open your eyes. Fungua macho yako. Our church official, follow my hand Wahudumu wa like this. kanisa wako pale Go by wafuate. the right hand here, and they will Tazama talk to mkono you. wako wa kushoto kule, kuna watumishi wa Mungu wafuate. Clap your hand for Jesus. Pigie People of Bwana God Yesu for Kristo saving makofi. them. Hallelujah. Stand up on your feet. Kanisa tusimame. When I cried unto thee, Nilipokulilia, then shall my enemies give adui way. zangu hujikwaa na kurudi nyuma. This I know, Kwa hili ninajua that God, Bwana yuko upande wangu. you are going to pray. Unakwenda kuomba. Oh Lord, to whom vengeance Bwana belongs, Mungu wa kisasi, show yourself in my jionyeshe life. kwenye maisha yangu. Can we pray? Tunaomba. Oh God of vengeance, Bwana Mungu wa kisasi, show yourself in my life. jionyeshe katika maisha yangu. This moment, not Wakati tomorrow. huu Faith is deliverance in the now. imani inatenda Engage your kazi faith in sasa. it. Show yourself in my life. Jionyeshe katika maisha yangu. And let every wickedness of the wicked Nasababisha kila uovu wa mwovu come to an end. ukome. Somebody say amen. Sema amina. Put it in Swahili and Weka ile everybody. ombi kwa Kiswahili. Let's read it together and pray. it. Tusome wote kwa Kiswahili, tusome. Ee Mungu wa kisasi, jionyeshe mwenyewe katika maisha yangu. Wakati huu nafanya kila uovu wa waovu juu ya maisha yangu ufike mwisho. Lift up your voice and begin Inua to sauti pray. yako na uombe. Oh Lord, pray this prayer with Omba ile understanding. ombi. Engage your faith in it. Tumia imani Oh yako. God, to whom vengeance Mungu wa belongs, kisasi, show yourself in my life jionyeshe this kwenye moment. maisha yangu leo. Show yourself in my life this Jionyeshe kwenye moment. maisha yangu leo. Show yourself in my life this moment. Show yourself in my life this moment. And let every wickedness Omba of the Mungu wa wicked kisasi ajidhihirishe kwenye maisha comes yako. to an end. The Bible says, oh Lord God, to whom vengeance belongeth, show yourself. Oh Lord God,
To whom vengeance belongeth, show yourself. Mungu wa kisasi Thou jionyeshe. judge of the air, how long shall the wicked triumph? Wenye haki watashinda hata Somebody lini? lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Brashulia paketo, brando breketuba, alikato brelia shiela balaba, ayala balaba ali shokia talabalaba, elia kateke telia balabalabo shia, elia kateke to, bralisho, balianda katelia, ekiata kate, ambralisho liaba, abababa, labrando, abralisho kia talaba, ayala brakia talabalaba. Alia kateke tolobo, brashuba, brando breketo, alia baba shulia baba, brando baketa liaba, abulia bashulia bulia balaba, alia kateke to, akia teketo kotolobo shialaba, ayilando lobo shialabalaba, ayila bralia bababa, ulia kate, abralia bashulia bababa, alia babali kato breliasha, alia kate kato. Show yourself. Show yourself. Is somebody praying? Is somebody praying? Lift up your voice and pray. Oh God of vengeance, show yourself in my life. Brandushiaka, Bralesho Baketa, Brande Katekalabo Shialaba, Brando Baketa Liaba, Ebalia Baba Solobo, Ekiata Kabo Shianda, Abrando Brekete Shulea, Alianda Katobe. Ekiata kate shula balaba, obre keto balia balaba, and likote luya balaba, abrando bakato brelisha, abando brekete, laketoliaba. In the name of Jesus the Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. You will pray again. Utaomba tena. Studio, that will be number 6. Ombi namba 6. The ones we didn't pray in the first service. Hatukuomba kwenye ibada ya kwanza. Oh God of vengeance. Mungu wa kisasi. Let every force sababisha kila nguvu delaying the release of 2021 turnaround order of inayochelewesha kuachilia ushuhuda wangu wa mgeuko wa mwaka 2021 of every member of this church na mshirika wa kanisa hili be destroyed. iharibiwe. Somebody say amen. Sema amina. Can you read it now? Tusome kwa Kiswahili. Mungu wa kisasi, sababisha kila nguvu ya ucheleweshaji wa shuhuda za kuvunja mipaka kwa mwaka 2021 kwa kila mshirika wa kanisa hili iharibiwe sasa. Lift up your voice and pray. Sauti yako na uombe. Lord, Mungu, oh God of vengeance, Mungu wa kisasi, let every force sababisha kila nguvu ya kishetani delaying the fulfillment inayochelewesha kutimia of turnaround order of testimony kwa ushuhuda wangu wa mgeuko be destroyed. Iharibiwe. Be destroyed. Iharibiwe. Be destroyed. Iharibiwe. Be destroyed. Iharibiwe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. This word shall be prophetically released now. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Speedy release. Speedy release. Speedy release. Iachiliwe kwa kasi. Speedy release. Speedy release. Wachiliwe kwa kasi. Speedy release. Speedy release. Speedy release. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Speedy release. Oh bakete shula bakatoba. Bralo breketu shaketa. And liabo. Aliabo shia kabo lianda. Somebody lift up your voice. Somebody lift up your voice and pray. Lekotiaba lobreketu. Inua sauti yako omba. Inua sauti yako omba. Brale shokiata alaba. Obredia kate kate kiata kato boshia. Brando brekete kate kate. Andeliaba. Alabra kate kiata laba. Obrekete kiata laba. Andeliaba. Brakato breli kato brelia. Alabrande kiato loboshia labalaba. Ayala bralia basalaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. 1 Samuel chapter 2 verse 6. Samueli wa kwanza 2:6. The Bible says, Biblia inasema the Lord killeth Bwana huua and maketh alive. naye huisha hufanya hai The tena. Lord killeth Bwana huua and maketh alive. na hufanya hai, He bring huisha. it down to the grave. Hushusha hata He bring it kuzimu up. na tena huinua Psalm juu. 109 verse 8. Zaburi ya 107 mstari wa 8. Psalm 109 verse 8. Zaburi ya 109 mstari wa 8. Psalm 109 says, let his days be few Siku zake ziwe chache and let another take his na office. usimamizi wake autoe mtu mwingine. We stand by these two scriptures Tunasimamia maandiko mawili and pray number 3. na kuomba ombi namba 3. Oh God of vengeance, Mungu wa kisasi,
Let every principal agent of Satan sababisha kila wakala mkuu wa shetani plotting wickedness against me anayepanda uovu kinyume and nami against my na household familia yangu na nyumba yangu, die in the name of afe kwa Jesus. jina la Yesu. Somebody say amen. Sema amina. Okay, read it now. Tusome. Mungu wa kisasi, sababisha kila wakala mkuu wa kishetani anayepanga uovu kinyume nami na watu wa nyumba yangu, afe kwa jina la Yesu. Lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Oh, brakateshula. Laketo brekitakabu. Lift up your voice and pray. Inua This sauti is yako not na the uombe. way to send arrow Omba. to the camp of your enemies. It is not the way to send arrow. Send arrow. Tuma hiyo mishale kwa adui yako. The favor you don't Tuma hiyo destroy mishale kwa adui today yako. will raise his ugly head tomorrow. The Usichokiharibu favor you shetani don't atainua destroy kinywa today chake. will raise his ugly head tomorrow. Let his days be few and Siku let zake ziwe another take chache. his office. Let his days be few. Let another take his office. Oh, leketuba. Ebraliaba bashuliaba. Brale koteshula. Akitoko toloboshi alaba. Ala brale bale balaba. Obrekete kiata la balabo. Obekete liaba basholobo. Handeliaba. Aliakateke tokoto. Ukita la brandolobo. Akitaka bale balaba. Obrekete kiata laba. Obrekete kiata la balaba. Alaba le kote kota. Ale aboshia. Ebali ababa sholobo. Elia baba sholobo. Andelia baba sholobolia. Akitokato. Eshuanda kababa. Abalisa. Ekiate ketelia baraba. Alia baba. Akiate ketoko tolobo. Ebralaba sholobolia baraba. Elia baba. Ekiate kiata. Lobrekete. Labrando lobo. Abalia sholobolia. Aketakato labralia. Asholia baba. Lakote shua. Brale sholia. Aliande kateka lobo. Ibrali shokiatanda. Akiata katolobo. Ikiata kateki atolobo. Ebalia baba baba. Alia kateka. Ikiate keteketelia. Akiato bolia balaba. Ayala bra katolobo. Ebalia baba labalabo. Alia kateke tolobo shialaba. Ayala balaba. Ekibelia balaba. Abralisho, Ebalebo Shialaba, Ebaliando Labo, Ekiateke Tolobo, Ebaliaba Shuliaba, Alia Baba Liba, Akiateke Tolobo Shiaba, Alianda Labalabo, Obeketekia, Abalia Sholobo, Ekianda Katelia, Ekiatalaba, Obeketekia Talabalaba. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. Oh God of vengeance, number 9, and this is for the Ombi church. namba 9. Is a good judgment Tenda kisasi upon all evil beasts in the dhidi ya land, wanyama wote waovu katika nchi hii, seeking to scatter the flock of wanaotafuta Christ kutawanya kondoo wa Kristo in this church this katika year. kanisa hili mwaka huu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Can you read it now? Msome kwa Kiswahili. Mungu wa kisasi, fanya hukumu juu ya wanyama wote wa uovu katika ardhi hii, wanaotaka kutawanya kondoo wa Kristo katika kanisa hili mwaka huu. Lift up your voice and Na pray. sauti yako na uombe. Oh God, to whom Mungu wa vengeance kisasi, belongs, is a good fanya vengeance hukumu upon juu ya wanyama all wote the wa evil uovu beasts, katika seeking to ardhi scatter the hii, flock of Christ wanaotaka in this kutawanya church kondoo this wa year. Kristo It's a good katika kanisa vengeance. hili mwaka huu. It's a good Tenda vengeance. kisasi, It's a good vengeance. fanya hukumu, It's a good vengeance. fanya kisasi. It's a good vengeance. It's a good vengeance. In the name of Jesus Christ. It's a good vengeance. Fanya It's a kisasi, good vengeance. fanya It's kisasi, a good vengeance. fanya kisasi, It's a good vengeance. fanya kisasi. Oh, leketo braliaba. Bralikato brelia salaba. Ibalia baba sholobo liaba. Brakato brelisha kiatalaba. Abali sholiaba. Baketolia. Ikiata kaboshi alaba. Abalia boshi alaba. Palaba. Akita kabaliba. Akita kateketoliaba. Abrandolobo shialaba. Abrandolobo shialaba. Alibali koteliaba. Abralobo shikata brando baketo. Ekia teketo baliaba. Abonde kiata katolobo. Brashelia baba baba. Ayalia baba balabo. Obrekete kiata la balaba. Alia boshia katolia balaba. Aliando baketolia balaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. As we have prayed, so shall it Kama be. tulivyoomba ndivyo ambavyo imekuwa.
We prayed this last one. We prayed it in the first Tunaomba ombi service. hili la mwisho kama tulivyoomba kwenye ibada ya kwanza. We are going to say, "Oh God of vengeance, Unasema Mungu wa kisasi, execute vengeance tenda kisasi, fanya kisasi upon the scourge of coronavirus juu ya ile pigo la kirusi cha corona in this land katika ardhi and in all the nations of the na katika earth." mataifa ya ulimwengu. Somebody shout a louder Sema amen. amina. Was it in this service or first service I said, Nilisema kwenye ibada ya kwanza, faith does not deny the existence of a challenge. imani haikatai kwamba changamoto ipo. Faith Imani welcome challenge to shine with a challenge. huikaribisha changamoto nayo huishinda ile changamoto. Challenges are the food of faith. Changamoto ni chakula cha imani. That's why denying that coronavirus does not exist can't bring the solution. Ndio maana kukana kwamba hakuna kirusi cha corona hakutoleta jawabu. It's important for believers to know that there are cases of it. Na For everyone to be in prayer, engaging faith. ni That muhimu denies. sasa waamini wakajua kwamba changamoto hii ipo ili kila mmoja asimame kwenye imani kuikabili. If you walk around the town, you see that wearing masks have come up again. Ukizunguka huko mjini utaona kile kitendo cha kuvaa maski kimesharejea. Between January and date, Baina ya mwezi wa kwanza mpaka the sasa people who have died is more than what we saw last year. kuna watu ambao wamekufa wengi na corona kuliko tuliona mwaka jana. I spoke with a medical personnel in a very big hospital here. You don't need to hear. Government might not announce it, but the statistics is the Christians need to pray. Nimeongea again. miongoni mwa madaktari wakubwa katika hospitali kubwa hapa. Whatever we did Kwa last hiyo year takwimu zinaonyesha to defeat it, let's do it again. sasa kile tulichokifanya mwaka jana na kushinda pigo hili tufanye tena. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Let's do it again. Tufanye tena. Remember every time last year we were praying about it. Nakumbuka mwaka jana tulikuwa tunaomba kila wakati. When men slept, Watu walipolala, the devil came and sought us. shetani akaja akapanda We magugu. must be awake again Lazima tuamke, to declare unto coronavirus, tutamkie kirusi cha corona this land is not for you. kwamba nchi hiyo ya kwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I tell you, what is happening now didn't happen last year here. in terms of Kinachotokea the- sasa kutokea mwaka jana. And you see, I read in a Nation, there is a one newspaper, online newspaper, Nation is the name. Kuna gazeti fulani la nchi fulani. I was reading the comment of Mr. President Nilikuwa nikisoma kile alichokisema Of this rais nation. wa taifa hili on the burial of either a former secretary or something that died katika recently. mazishi ya kiongozi mmoja wapo wa taifa hili He aliyefariki. called for prayer again. Aliitisha maombi tena, Though he didn't say coronavirus, he said respiratory disease. That's lakini what he used. hakutaja kwamba tatizo ni ugonjwa wa corona bali magonjwa ya kupumua. Hallelujah. Haleluya. Prayer is needed again Maombi yanahitajika tena to send coronavirus where it belongs. ili kuondoa kirusi cha Don't corona relate kwetu. in praying. Usiwe mvivu Don't kwenye deny that it kuomba. doesn't exist. Usikane kwamba ugonjwa We upo. need to tackle it in prayer. Tunahitaji kushambulia katika maombi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And speak. The Bible says, oh earth, hear ye the word of the Lord. Biblia inasema nchi sikia neno la Bwana. That this land is not for coronavirus. Kwamba nchi hii sio kwa ajili ya kumilikiwa na kirusi cha The corona. Lord that sent it away last year, Bwana aliyekiondoa kirusi cha corona mwaka jana, do it again. fanya tena. Somebody say louder amen. Sema amina kubwa. If you are ready, pray this prayer number 10. Kama with uko me. tayari omba ombi namba 10. Read it together. Oh God of vengeance is a good Mungu wa vengeance. kisasi, Lift fanya up your voice kisasi. and pray Ile janga la against the virusi vya scourge of corona. coronavirus in this land. Omba In the omba. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Oh bakato breketushia. Ekito bala brakato brelia. Coronavirus, oh, you have no place in Tanzania and in all the nations of the earth. Hauna Wherever nafasi you are coming Tanzania. from, oh, go back to where you are coming Rudi from. ulikotoka. The vengeance of God answers to you, coronavirus. Lako breketushia. Ekito kaba. Bra lekote kaloboshia. Abra lekotila. Brando breketo balisa. Ambrande kate kalobralia. Aketokotila bralia. This land is free from this scourge of coronavirus. Braketusha. Brakateketo, eketeketukata, ebrando brakita, ekiato brekita, abalia balabalaba, ekiteketo, ekiando, baketekiato belia, ekiato prelisholea, ando bre, eketeketo lobo, ekiatekiata lababa, abrando bre, ekutinde katobe, alia brasulia, ekiata bralisholia, eketokato, eketikato kete, andekiata labalaba sholobo.
Abale solia, abalia baba solobo, ekiata la balaba, alia baba solobo, ekiate kiato, ebaliando, ekiate ketolobo, esianda kato, abralisha, abalisho kiata, abaleando brakate, akiato breketenda, ekiato, ebaliso kiata laba, ebaliso katonde, ekiata laba. Thank you, Jesus. Remember, I always tell you Kumbuka wakati wote nawaambia, that the worst thing that can happen to you jambo baya linaweza kutokea kwako is to doubt your prayers. ni kuwa na shaka na maombi yako. Because if you doubt your prayer, which person's prayer will you believe? Ukiwa na shaka na maombi yako, utaamini maombi ya nani If sasa? you believe God heard you, Kama unaamini Mungu amekusikia, shout a louder sema amina amen. kubwa. And I give you opportunity now. Nakupa fursa To pray. sasa. He that wears the shoe knows where he pinches. Alivaa kiatu anajua wapi kimembana. God that, you know, in John 6 verse 70, Jesus said, have I not chosen you the 70? Yohana Oh. 6:70. One of you is a devil. Yesu anasema, Yesu kuwachagua ninyi God, that 12, devil bewitching your lakini destiny. mmoja wenu ni shetani. By your own word, destroy that devil. Kwa maneno yako mharibu hiyo shetani. Engage the vengeance, the power of the Holy Ghost. Tumia nguvu ya Roho Mtakatifu. Say enough is enough. Sema yatosha, yatosha. That devil holding your family in Yeye shetani captivity. aliyekamatia familia yako. Lift up your voice now Inua sauti yako sasa. and declare vengeance Tamka kisasi as it concerns you kuhusiana na and your wewe family. Lift up na your familia voice. yako. Inua Lift up sauti your yako. voice. Inua sauti Any agent of the devil Wakala wote wa shetani bewitching your destiny. anayeloga familia hatima yako. Elijah said, if I be a man of God, let fire come down. Elia Let fire alisema come down kama and mimi ni consume them. mtumishi wa Mungu, moto Let fire ushuke. come down to consume them. Ruhusu moto ushuke. Let fire come down to Ita consume moto them. wateketeze. In the name of Jesus. Let fire come down. Moto ushuke. Lobreketuba, Bralisuhaba, Ekia Tubelia, Bralis Okiatalaba, Ebrando Lobosia Labalaba, Ebralia Bosia Labrabo, Ekia Teketolobosia Labalaba, Andelia, Ekia Telia Balaba, and Ekia Tolobo, Ebralia Bosia Labraka Tolobo, Ebrande Kiata Labalaba, Ebalia Bosia Labalabolia, Ekia Teketolobo, Ekia Tekiata Labalabo, Ande, Ekute Liaba. Brasulia, la cotinde katobe, ebrando braketo bralia, abralia boshiakata, ekete ketoba, ebraliando lobosh kalabalaba, aliande ketokiato, ebrando lobosh kabalabosia, aliande ketekiata, abuliando, 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 lekotikabo. Brando prekatunde akatobo alia solaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. God is going to anoint you today for vengeance. Mungu anakwenda kupaka mafuta ya kisasi leo. In 2 Chronicles chapter 22, Nyakati wa pili 22 verse 7, mstari wa 7. God anointed Jehu Mungu alimpaka mafuta Yehu to destroy the house of wickedness. kuharibu nyumba ya uovu, That is the house of Ahab. nyumba ya Ahabu. The Holy Ghost in the anointing is the spirit of vengeance. Roho Mtakatifu leo katika mafuta matakatifu ni roho wa kisasi. Anointing is one of the weapons of vengeance. Mafuta matakatifu ni mojawapo ya silaha ya kutenda That kisasi, if you engage it, kwamba ukiitumia vengeance will answer. kisasi kitajibu. Carry the bottle of anointing oil you came with now. Kamata hiyo chupa ya mafuta matakatifu leo kuja nayo. This anointing today is anointing of vengeance. Mafuta ya leo ni mafuta ya kisasi. As you anoint yourself, the vengeance of God will answer against that Unapojipaka sickness, leo mafuta haya, kisasi cha Mungu kitajibu kwako. against that witch, that wizard, that satanic agent Piga vita kinyume na huyo sitting on any aspect of your destiny. aliyekalia hatima yako, That satanic agent tormenting you, huyo wakala causing anayekutesa, delays, standing that you will not get what belongs to you. That satanic agent. huyo ni wakala wa God kishetani that anayekuchelewesha. anointed Jehu to destroy the house of Ahab. Bwana the house of alimpaka wickedness. mafuta Jehu aharibu nyumba ya He Ahabu. said, I am the Lord and I change not. Asa mimi ni Mungu nisiyebadilika. Lift up that and oil up Inua haya mafuta juu, and say a word today. tamka neno. Lord, by this oil I'm empowered today Bwana, kwa mafuta haya nimekutoa to nguvu leo destroy, kuharibu, to destroy, to root kuharibu, out kung'oa
In the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Father, the content of this bottle Kilicho katika chupa hii is not the anointing of the ni Holy Ghost. mafuta ya Roho Mtakatifu. And in Genesis chapter 2 verse 19, Mwanzo he 2:19 said, whatever Adam called it, unasema chochote Adamu alichokiita that remained the name. ilibaki kwa We jina lake. call it today anointing for vengeance. Tunaita ni mafuta matakatifu ya By kisasi. this anointing, Kwa mafuta haya let vengeance answer kisasi in kijibu the camp of all our enemies katika kambi ya maadui and the zetu enemies of the church of na God. maadui wa kanisa la Let Mungu. vengeance answer, Kisasi kijibu Lord, to that devil called kwa hiyo coronavirus. shetani anaitwa kirusi cha corona In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Any witch, any wizard, Mchawi yote, mshirikina wote Lord, bewitching the destiny of God's people. anayeloga hatima ya watu wa Mungu, Vengeance answers today. kisasi kijibu leo. As this oil come upon us, Mafuta yanapokujia we shall be entities of touch not. yatakuwa ni mafuta ya nguvu za Mungu, Mentioning our name, we attract the vengeance of God. na tunaachilia kisasi cha Mungu. Mentioning our name for evil Wanaotamka mabaya shall attract the vengeance of God. watavuta kisasi cha So Mungu. shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. It is blessed. Umebarikiwa, It is not the anointing of ni vengeance. mafuta ya kisasi, And the God of heaven shall execute na vengeance Mungu wa kisasi atatenda kisasi upon all your enemies. juu ya adui zako wote In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. All the enemy that rise up against you Maadui wote walioinuka kinyume nawe shall be smitten before your very watapigwa eyes. mbele yako. Every of their arrows will turn back Kila to their mshale head. waliotuma kwako unarudi kwao In the name of katika jina la Jesus. Yesu Kristo. It is blessed. Umebarikiwa. Put a small in your palms Weka kidogo kwenye and mkono anoint wako, yourself and begin to decree. weka kidogo kwenye mkono, Anoint yourself. Put it on your forehead and begin to ipake decree. hapo usoni kwako, anza Alakoti kutamka. kaba sokiata. Abali sokiato liaba. Ipake kwenye paji la uso Makendo hapo, brakateshula balaba. anza kutamka kisasi. You can do as occasion serve you. Unaweza ukapaka If you want to swallow you to do. If you popote want to ambapo anoint any unatamani part of your kupakwa. body, do that. Unataka And kumeza, make sure you are meza doing it kidogo, declaring. Make Lakini sure you kisha are doing it unatamka. declaring. Oh, yaketo balakate. Alabrando ka alabrakitalia. Alando lia babaketolo boshia. Brando brekito kaliba la brando brakate. Abrando brakate shilaba. Andekia talaba. Obekia katobre li shakendo. Abrando brekete shulia. Abando breketo bali shulianda. Andelikata brashulia. Bakotinde kitakotilia. Ebrando brakatushia labrando. Ekutilando breketusha kiatalaba. He that touches you touches the apple of his eyes. Brando breketushia labalaba. 1,000 shall fall Anayekugusa at your wewe, right hand and amegusa 10,000 mboni ya at jicho your la back, Mungu. and it shall not come near you. Brando breketunde kutia. Oh, breketutliaba liande kiatalaba. Surely they will gather and not by you. Watakusanyika Oh, whosoever kinyume that nawe. gather for your sake shall Kila fall. aliyekusanyika kinyume nawe Vengeance ataanguka. answers to their camp. Kisasi kinajibu kwenye kambi yao. Lebrando breketoshia. Ela kateketolo boshia laba. Alia baba sholobolia balaba. Alia ndoloboshia la balaba. Alia bakutianda kato. Eketeketeketeketekiata la balaba. Alia baba laba. Eliando loboshia laba. Abalia balaba. Elia baba sholobo. Abrando loboshia la balaba. Akia toloboshia laba. Ekia toloboshia la balaba. Ando breketo baliaba. Alia baba lando loboshia laba. Alia baba sokoto. Ekia telebo. Ndeli anda la balaba. Alia baba sokoto lobo. Baliaba. Brando bakato. Apanko tekia talaba. Ekiando brakato kia toliaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In the name of Jesus Katika jina Christ. la Yesu Kristo. You believe something have happened in the camp Naamini of kuna your kitu enemy. kimetokea kwenye maisha yako. Shout a louder Sema amen. amina kubwa. And I join my faith with your faith. Naunganisha imani yangu na ya kwako. And we decree Na tunatamka vengeance kisasi upon the camp of all your juu ya enemies. kambi ya maadui zako. Every witch, every wizard, Kila mchawi, kila every mshirikina, necromancer, kila anayepanga mabaya, every agent of the devil, kila wakala wa shetani bewitching your glorious destiny, anayeloga hatima yako is utukufu, destroyed this hour in the name of anaharibiwa Jesus saa hii Christ. kwa jina la Yesu. Anyone making incantation from any satanic altar
anayetamka matamshi against you, mabaya against your kwenye madhabahu ya breakthrough, kishetani, against kinyume your na marital upenyo wako, settlement, kinyume na ndoa against your yako, finances, kinyume na fedha, against your fruitfulness, kinyume na uzao, I decree, natamka let their days be siku few, zao ziwe and chache let another take their na office. mtu mwingine achukue Let their nafasi yao. days be few, Siku zao ziwe and chache let another take na their mtu office. mwingine awe In msimamizi the wao, name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Any arrow they have sent to Mshale wote you, walioutuma I kwako return it to their head in the naurudisha name of vichwani Jesus. mwao. I decree back to Natamka sender. urudi I ulikotoka, decree back to tamka urudi sender. ulikotoka In the name of Jesus katika jina Christ. la Yesu Kristo. Any one of them holding what belongs Kila to you, aliyeshikilia cha kwako in the name of Jesus, katika jina la it is Yesu released to you now. In the inaachiliwa name of kwako kwa Jesus. jina la Yesu, It is released to you inaachiliwa kwako kwa now. jina la Yesu In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Every of the activities Kila shughuli against the church of God, kinyume na kanisa la Mungu it is nullified today in the name of imebatilishwa Jesus. leo kwa jina la Yesu. Jesus said, I will build my church, Yesu nitalijenga and kanisa the langu gates of na hell malango ya shall kuzimu not prevail against it. hayatalishinda. They are destroyed this hour in the name of Wameharibiwa Jesus saa hii kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Anything they have done against your business, Kila walichofanya kinyume na biashara against yako, your career, kinyume na taaluma, today, leo that in is nullified now in the hicho name kitu of Jesus. kinabatilishwa kwa jina la Yesu. Whatever they have said, Kila walichokisema it is cancelled by the blood of Jesus. kinabatilishwa kwa damu ya Yesu. Because the scripture says, who is he that says this and it comes to Maandiko yanasema pass? ni nani asemaye When likatimia? God Almighty Kama commanded it Bwana Mungu not. mwenye nguvu akuliagiza. Every word they have uttered against your destiny, Kila neno lilotamka kinyume na hatima it yako is nullified today. linabatilishwa leo. It is nullified today Linabatilishwa leo in the name of Jesus katika jina Christ. la Yesu Kristo. Every of their targets, Kila mipango yao every one of them that target your faith, yote anayelenga kushambulia imani I yako, pray for you just as Jesus. ninakuombea Pray kama for Yesu Peter. alivyomwombea Your Petro. faith will not Imani yako fail. haitoshindwa. Your faith will not Imani yako fail. haitoshindwa. Your faith will deliver the Imani expected yako result itakupa matokeo in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Any sickness they are projected into your Kila body, ugonjwa uliokuingia I ndani command yako, that sickness to leave you naamuru now in the ugonjwa name of ukuachilie Jesus. kwa jina la Yesu To Kristo. go back to where it's coming from in the Urudi name of Jesus. ulikotoka kwa jina la Yesu Kristo. As we have prayed, Kama tulivyoomba, this coronavirus is caused in this pigo land in la the name korona of Jesus. limelaaniwa katika nchi hii. We speak to the land of Tanzania. Tunaitamkia ardhi ya You shall Tanzania, not harbor coronavirus in the name of Jesus. hautaibeba And we korona. decree that this land is free from Tunatamka coronavirus. nchi iko huru mbali This na land korona. is free from coronavirus. Nchi iko huru mbali na korona. Anyone afflicted already, Yote we decree aliyeugua they are korona, rescued now in the name tunatamka of Jesus. kupona kwao. Let the healing power of God flow Nguvu over ya them uponyaji ya now. Mungu itimie The kwao. Lord that did it last year Bwana aliyetenda mwaka will do jana, it again this hour in the tena name of tena Jesus. saa hii. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. I speak to your business. Natamkia biashara Your yako, business shall prosper. biashara yako itafanikiwa, The work of your hands shall prosper. kazi ya mikono yako I itafanikiwa. speak to your marriage and family. Natamkia ndoa yako na The familia, hand of God rests upon your marriage mkono wa and Bwana uko family. juu yako. Anyone facing challenge in your marriage, Anayekabiliana na changamoto kwenye ndoa, I decree peace of God upon natamka you. amani ya Bwana, And upon that marriage, peace upon peace. natamka amani juu ya In the amani name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Anyone that have vowed that he or she will not be alive Aliapa kwamba hatakuwa hai to see you marry, kukuona ukiona just kuolewa, as they have said it, kama alivyotamka, death visits them now in the mauti name of Jesus. watembelee sasa. Anything they have done against your marital Kila settlement, walichofanya kinyume na kuokolewa kwako it is cancelled by the blood of Jesus kinabatilishwa kwa Christ. damu ya Yesu. You are blessed of the Lord. Umebarikiwa na Bwana, Everything you touch shall bless. kila unachogusa kimebarikiwa. Go and have your miracle job Nenda this week. ukapate kazi yako Go and get your muujiza, appointment this week. nenda ukapate barua ya kazi In the name of Jesus katika jina la Christ. Yesu Kristo, I cover you with the blood of na Jesus kufunika Christ. kwa damu ya Yesu Kristo. And every prayer you have prayed today, Kila ombi ulioomba leo, I decree speedy release of natamka answers. mwachilio haraka wa majawabu. You will hear news in the camp of Utasikia your enemies. habari za maadui You wako, will hear that which have been utasikia huo destroyed. mchawi ameharibiwa, You will hear that wicked family elder is utasikia destroyed. mzee mwovu kwenye familia In the ameharibiwa name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo I'm itakavyokuwa. not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. Clap your hand for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi Have your seat. na tafadhali keti. If you came with your transport seed, Umekuja na sadaka yako ya package usafiri, it now. iandae Or vizuri. you have not given your offering, you came after the offering had been. Ama hujatoa sadaka, Collected. ulikuja wakati sadaka zimeshatolewa. You package them together.
unaziandaa kwa pamoja. Why we are doing that? Tunapofanya hivyo, If today is your first time of coming kama to wewe the ni mgeni church, leo, ni mara yako ya kwanza kushiriki pamoja can you nasi, stand up on your feet? tafadhali simama juu kwa miguu yako. Let's welcome you. Today is your first time Wewe ni mgeni leo, ni mara yako ya kwanza kuabudu nasi, coming to Winners Chapel Banana. kuja katika kanisa letu la washindi hapa Banana. Please stand up on your feet. Simama juu tafadhali. Let's welcome you. Mgeni tafadhali simama Carry juu. your bag and Bible and come Mgeni forward simama here. juu. The church Beba want- begi lako, the church Biblia want to yako pray for you. na kila ulichokuja nacho, njoo The mbele. church want to pray for Njoo you. mbele, kanisa nataka kukuombea mgeni. Njoo mbele tafadhali. Mgeni njoo mbele. Come forward. Let's Njoo pray na for begi you. lako na Biblia na chochote ulichokuja nacho, njoo navyo mbele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, hey, hakuna Mungu kama wewe Bwana, wauweza, Hakuna Mungu kama wewe Bwana, auweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, auweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Mgeni njoo mbele tafadhali, tunakusubiri mgeni. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, wafariji. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Yahweh, hakuna Mungu kama wewe Mfalme, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Stretch out your hand and bless this wonderful. waelekeze mkono wageni wetu na Oh, uwabariki. let the blessing of God rest Tamka upon baraka za them. Mungu juu ya maisha yao, As they have joined us in this service, kama walivyoungana nasi kwenye ibada hii. every devil, Kila every shetani enemy of their destiny, Aliyekaa kwenye the hatima yao, vengeance of God answer in kisasi cha their Mungu behalf kinajibu today, kwao in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Lord, give them testimony this Bwana, wape week. shuhuda mwaka huu, Let them return again with testimonies warejee in tena their wakiwa na heart. ushuhuda, I cover them with the blood of Jesus. na wafunika kwa damu ya Any one of Yesu. them sick, Aliye be mgonjwa healed, now be made pokea whole. uponyaji kwa jina la In Yesu, Jesus' name. katika jina la God Yesu. bless you. We are Mungu happy akubariki. to have you in Tuna our furaha midst. kuwapokea. And God that brought you here have done something in your Mungu life. aliyowaleta hapa tayari ametenda And you kitu, shall return with na testimonies. utarejea ukiwa na Please, ushuhuda. our church official have a word with you. Hudumu wa kanisa wana neno. Upande wako wa kushoto, tafadhali geuka upande wako wa kushoto. Everybody Kuna stand up watumishi wa on your Mungu feet. wafuate. Kanisa tusimame. And if you have your offering, Una ile sadaka ya usafiri, sadaka everybody ya stand up. ibada ambao ukutoa You labda can- wakati Lord, tunapita. we give our transport seat today Bwana, tunatoa mbegu zetu za Bless it. usafiri, zibariki, and multiply it. zizidishe. And let every giver return with bountiful Kila harvest. mtoaji arejee na utele wa mavuno In Jesus' name. katika jina la Choir Yesu. will sing high praises. Kaya taimba sifa Few kuu minutes and we collect kwa it and dakika we'll be on our way. chache. Choir sing. Tunakusanya sadaka alafu tutaenda. Dance, whether you are giving or not, dance, celebrate God Uwe una for sadaka victory. au una sadaka, cheza mbele za Mungu, msherekee Mungu. Creator of the universe, what can't you do? What can't you do, Jesus? Creator, Creator of the universe, what can't you do? What can't you do? What can't you do, Jesus? Creator, Creator of the universe. What can't you do? What
peace. Nenda kwa amani. Return all through this week with your Rejea testimony. uko na ushuhuda wako. Everything you set your hand to do this week shall prosper. Utakachofanya wiki hii kitafanikiwa. No evil news concerning you and your Hakuna entire taarifa family. mbaya kwako na It shall watoto. be good news upon good Itakuwa ni news. habari njema tu. And now hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. No sickness, no infirmity will touch you and your Hakuna ugonjwa family wala udhaifu utakugusa as you wewe. travel from one place to another. Unaposafiri toka eneo moja My kwenda jingine. God shall give his Bwana angel wangu charge over ataagiza you malaika to wakulinde. keep you in all your Wakulinde ways. katika njia zako And now zote. hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. I cover you with the blood of Na Jesus kufunika kwa Christ. damu ya Yesu You're Kristo. going out and coming in this week Kutoka kwako na kuingia is wiki covered with hii. the blood of Jesus Umefunikwa kwa Christ. damu ya Yesu. And this week Wiki hii shall be your week of harvest of itakuwa wiki testimonies. yako mavuno ya shuhuda. And at your returning next Sunday, Unaporejea Jumapili you are iliyokuja, returning with bountiful of unarejea ukiwa na testimonies. shuhuda tele. And not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. And not hearing a louder Sikia amen. amina